Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nami niko salama. Hata mimi pia niko salama, nimeamka poa. Niko na afya njema. So unasikia kasauti kako vizuri bwana. Kwa hiyo niko hapa kukusogezea simulizi ambayo inaitwa Doris. Naitwa Mr. Nice Simulizi. Nambari zangu za simu za WhatsApp anza na jumlisha 255 788 86 1519. Hapa nitamani kukuambia kwamba kuna wale watu ambao wanapenda stories za mapenzi sana. Humu sitokuwa naziweka, lakini ukinitumia ujumbe kupitia WhatsApp kwamba ukihitaji, basi tunaelewana tu. Tukishamaliza kuelewana na kutumia story, unaendelea kuburudika na kujiumiza huko ulipokuwa. Kama uko single sichangi mada, lakini kama uko double, basi utapata kunufaika na hizo simulizi. Haya bwana, tuanze hii simulizi yetu mpya inayoitwa Doris. Karibu. Hey binti, umesema umemaliza chuo mwaka gani vile? Miaka 2 iliyopita. Okay. Na katika hicho chuo, kipindi cha miaka 2 baada kumaliza, ulikuwa unafanya nini au ulikuwa unajishughulisha na nini? Nimehangaika sana kutafuta ajira, lakini nadhani bahati haiko upande wangu bosi. So ina maana haukuwahi kufanya kazi sehemu yoyote kabla kuja katika kampuni yetu? Ya, kitu kama hicho. Sasa mbona katika kampuni yetu hii tunaajiri watu wenye uzoefu wa kazi kuanzia miaka 3 na kuendelea? Naomba nisaidie tu baba. Nimehangaika sana kutafuta kazi bila hata mafanikio. Nipo tayari kufanya lolote, hata mkinilipa nusu mshahara. Nimehangaika sana ndugu yangu. Uko tayari kufanya lolote? Hatuwezi kukulipa nusu ya malipo yako, utapewa pesa yako yote. But kuna kitu nataka kukuambia. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya mkurugenzi wa hospitali ya St. Lauren, sehemu ambayo ilifika kwa ajili ya kuomba ajira. Nilishazunguka kila kona nikihitaji japo kazi tu kwa malipo hata robo mshahara, lakini sikufanikiwa kupata kazi. Kiukweli sikuwa mmoja kati ya watu walioamini katika kujiajiri. Niliamini ili kufanikiwa ni lazima niajiriwe, lakini pia sikupenda kuishi maisha ya mashaka kuhofia kesho, kwani ndivyo ilivyo katika hali ya ujasiriamali. Mkurugenzi mtendaji wa ile hospitali, Kennedy Macha, alikuwa tegemeo langu la mwisho. Kwa hiyo nilijikatia tamaa kabisa, nikasema kwamba iwapo ningekosa ajira, basi ningekaa zangu nyumbani kusubiri tu ajira kutoka serikalini, ambazo wala hakukuwa na dalili yoyote ya kutolewa. Kwa hiyo tegemezi ilikuwa ni juu ya huyu mkurugenzi niweze kupata kazi. Basi baada ya kumwambia bwana Kennedy hivyo kwamba niko tayari kufanya kwa lolote ili mradi tu nipate kazi, alinyanyuka kwenye kiti kilichokuwa cha kifahari pale ofisini. Ofisi iliyokuwa katika ghorofa ya juu kabisa ya ile hospitali, ambayo pia ilikuwa ni kubwa kifahari, iliyomilikiwa na wazungu kutoka nchi ya Uholanzi. Bwana Kennedy akawa amenifuata katika kiti nilichokuwa nimekaa. Alianza kunipapasa kwa mikono maeneo katika miguu yangu. Niliuzuia mkono wake kwa sababu alianza kuupitisha ndani kabisa katika nguo. Akaniambia, Doris, you want this job? I want you. It's win-win. Na hapo alikuwa ananiambia masikioni kwangu. Nikisha kwa mnyanyuka na kwenda kufunga mlango wa ofisi yake kwamba, Doris, unahitaji kazi? Mimi nakuhitaji wewe. Kwa hiyo kila mtu ataweza kushinda.
Nikamwambia hapana bosi, hatuwezi kufanya hivyo. Nilimwambia kwa msisitizo, na hapo nikijitoa katika mikono yake. Baada tu kunibeba na kunikalisha juu ya meza, akaanza kufungua mkanda. Kennedy akawa ameniacha pale na kwenda kwenye kabati fulani akawa amefungua. Hakuna kingaze, alisema kwa kuhangaika sana na tena kwa kung'aka kwa sauti ya juu. Na kisha kwa amenirudia mimi kwa sababu nilikwisha kusimama na kuirekebisha nguo yangu ya kiofisi niliyokuwa nimevaa kwa muda huo. Akawa amenibeba tena na kunilazimisha kunichumchum tu, ingawa mimi sikutaka kufanya hivyo. Doris, nitakufanya kuwa msimamizi wa huduma za afya. Chuo kikubwa sana, ninafahamu kwa kozi yako ya law uliosomea unaweza kuswitch kwa urahisi zaidi na kufanya kazi kwa weledi mkubwa. Mshahara wake karibia milioni 3.5. Kwa hiyo ukipata milioni 3.5, mimi najua kabisa kwa maisha yako utajimudu vizuri na kuendelea kuishi. Yule mkurugenzi alikuwa ameniambia hivyo. Wakati huo amekwisha kuifikia nguo yangu ya ndani. Nilijikuta nimeanza kupata mizuka mingine kabisa. Kwa hivyo kama amemaliza nguo zangu za ndani, na kisha mazingira yake yalikuwa yameharibika. Basi bwana, kwa kweli kile kitendo cha kusikia kwamba nitapewa kazi yenye cheo kikubwa na tena yenye mshahara mkubwa, nilijikuta nikijiachia sana. Kennedy aliniingilia huku pale ofisini nikiwa nimekaa mezani, yakiwa amesimama. Lakini niliona pia sitomtendea haki ikiwa ni sitampatia ushirikiano. Hivyo nilimpatia ushirikiano, nikazidi kumpatia hamasa. Alimaliza mshindo, na ndipo nilipokumbuka kwamba nilikuwa katika siku zangu za hatari. Nilikurupuka nikakimbilia bafuni. Nilijisafisha nikiwa nimerudi. Nilimkuta Kennedy amekwisha kuingiza maelezo ya cheti changu katika mfumo wa uajiri pale hospitali. Akawa amenipatia simu yake na kuniambia kwamba niandike namba zangu za simu. Nikaandika na kusevu, na kisha nikajibipu katika simu yangu. Nitasave namba yako pia boss, nilimwambia. Alinitazama na huku akiendelea kuangalia kompyuta iliyokuwa katika meza yake. Okay, vyeti vyako nimeviforward kwa wanaohusika na ajira. Hapo mpaka Jumapili kila kitu kitakuwa kimekamilika. Kwa hiyo ujiandae kuanza kazi siku ya Jumatatu. Mkurugenzi Kennedy aliniambia, kisha kwa amefungua kabati lake na kutoa kiboksi fulani hivi kama cha dawa. Nadhani utakuwa unahitaji hizi, aliniambia, na huku akinisogezea zile dawa upande wa pili mwa meza ilipokuwa nimekaa. Zilikuwa ni dawa za P2, dawa za kuzuia ujauzito. Nikamuuliza umejuaje? Na hapo niliwaza kichwani kwangu na kuzichukua, na kisha nikamshukuru sana. Nafahamu. Okay, sawa mama. Wewe nenda kajiandae uanze kazi Jumatatu, lakini usiache kunitafuta. Kennedy akawa ameniambia na kuendelea na kazi yake. Ni kama kuna kilichotokea. Basi bwana, nilitoka na kufungua mlango, lakini sasa ulikuwa umefungwa. Hivyo basi mkurugenzi Kennedy alazimika kunyanyuka na kuweka dole gumba katika screen fulani ndogo, ambapo alama za vidole zilisomwa mlango kwa umefunguka. Basi nilitabasamu, nikamwaga niko nimetoka, nikianza kuzipiga hatua za haraka kurudi nyumbani. Sasa wakati nikiwa natoka, nikaona mdada sekretari akiniangalia sana kwa macho fulani hivi, na tena dharau na hasira fulani. Wala sikumjali, moja kwa moja niko nimeingia zangu katika lifti. Lakini kabla haijafunga, akaingia mwanamke fulani, mdada tu,
lakini ni kama alinizidi miaka 3 hivi. Mimi nilikuwa kama na miaka 27, kwa hiyo yeye takriban kama 30, 31. Kwa hiyo nilimpatia salamu wala kuitikia. Mara simu yake iliita, akawa ameitoa katika kipochi chake. Ilipigwa simu kwa njia WhatsApp, na jina la mpigaji lilisomekana kama Habi, kumaanisha kwamba ni mume. Kwa hiyo nikajikuta nikishtuka baada ya kuiona ile picha ya mkurugenzi ama bosi wangu Kennedy tuliyetoka kushiriki naye tendo ili niweze kupata kazi. Halo Habi, niambie. Nilipata breakfast. Ndio naenda katika lunch muda huu. Twende wote bana. Ndio nipo katika lift hapa. Haya, kama uko busy, hamna shida. I love you. Mwa. Alikuwa akijibu ile dada. Mimi sikusikia alichokuwa nakizungumza yule mwanaume. Na kisha dada akamekata simu na kuirudisha katika pochi yake. Kiroho kilikuwa kikinidunda sana kila nilipokuwa nikikumbuka kilichotokea dakika chache zilizopita kati yangu mimi na mumewe Kennedy. Dada samani, mimi ni mgeni katika hospitali yenu. Nilifika hapa kwa ajili ya kuomba ajira. Ndio nimetoka sasa hivi, hata sijajibiwa. Nina njaa kweli dada yangu. Kwa hiyo nakuomba twende pamoja, manake sifahamu hata migawa ya huku chini. Nilimwambia yule dada, ambapo alinigeukia na kuniambia sawa. Umesema ulikuja kwa ajili ya ajira? Ya, ndio dada. Oh, sawa. Basi tutenda pamoja, kuna shida. Aliniambia yule dada, na huku akijitambulisha kwa jina la Evon. Wakati huu tulikwisha kufika chini kabisa. Basi tulitoka katika ile lift na kisha tuko tumevuka barabara katika mitaa ile ile ya kifahari ndani ya jiji la Dar es Salaam. Tukaingia kwenye mgawa mmoja uliokuwa ukihudumia watu wa jamii mbalimbali, kwa sababu kulikuwa kuna Wahindi, Waarabu na hata wazungu, lakini alikadhalika wa Tanzania kama sisi. Tulikuwa watu wengi sana, kwa hiyo tuliagiza chakula kilikuwa kimeletwa, tukaanza kula. Na huko tukipiga story 2-3 za hapa na pale. Na yule dada ambaye nilikuja kugundua kwamba alikuwa ni mtu poa sana, mpaka kiroho chako kikawa kimenisuta kwa nilichokuwa nimemfanyia baada ya kutembea na mumewe. Baada ya kumaliza kula, yule dada akawa amenilipia pesa, ambacho kile chakula kilikuwa kinagharimu takriban shilingi 40,000. Alilipa. Niko nimeagana naye, nikamwomba namba za simu, niko nimeondoka kurudi nyumbani. Babangu alifurahia sana kusikia kwamba nimepata ajira, ambapo ile ajira natakiwa kuianza siku ya Jumatatu. Lakini mwanangu, wewe si umesoma bwana sheria, umepataje kazi katika hospitali bwana? Baba aliniuliza. Na ndipo nilipomueleza kuhusu kazi ya meneja usimamizi wa huduma za afya, ambayo haikulazimu sana utendaji au mtendaji awe na ujuzi wa mambo ya afya. Hivyo basi kwa ujuzi wa sheria niliokuwa nao, nisingeshindwa kufanya majukumu yangu kwa weledi. Basi bwana, baba akawa amefurahia sana. Alizidiwa na furaha kubwa baada ya kumtajia kiasi cha mshahara ambacho ningeenda kupokea kila baada ya mwisho wa mwezi, milioni 3.5. Au nijenge sasa nyumba na kunipanulia biashara zangu, au unasemaje mwanangu? Fanya hivyo juu ya baba yako. Mimi nikiwa na nena tu na Mungu wangu, mambo yako yanazidi kufunguka mwanangu, aliniambia baba. Wakati huo akiniwekea chakula mezani, lakini mimi nilikusha kula huko. Hivyo nilikunywa tu glasi ya maziwa na kumshukuru sana baba. Ukweli ni kwamba msikilizaji, nililelewa na baba yangu tu pekee tangu nikiwa msichana mdogo, kwa sababu mamangu alikwisha kufariki nikiwa na miaka 2, na baba hakutaka tena kuoa tena mwanamke mwingine. Hivyo basi ndo alikuwa kila kitu kwangu, akihakikisha napata elimu mpaka na kuwa mtu mzima. Babangu alifanya biashara kuuza baiskeli na alinipenda kuliko chochote, kwa siku zote ndiye aliyekuwa akipika na kuhakikisha binti yake mimi ninaishi kwa furaha. Alikuwa kijituma sana mzee wangu. Na hatimaye Jumatatu ikiwa imewadia, nikiwa nimewasili kazini kwa mara yangu ya kwanza, nikiwa kabisa
Nimetakata kweli kweli. Nilimtumia ujumbe boss Kennedy kwamba nimekwisha kufika ofisini. Akaniambia nisubiri, akanitambulisha kwa wafanyakazi wenzangu. Nusu saa baadaye Kennedy akanitambulisha kweli mbele ya wafanyakazi wenzangu. Kwa cheo changu ambacho kilikuwa ni kikubwa sana kidogo kwa zidi. Basi nilionyesha ofisi yangu ya kufanya kazi. Nikaingia nikaanza kujifunza kazi kutoka kwa wafanyakazi niliowakuta waliokuwa wazoefu au waliokuwa na uzoefu wa kazi. Mchana wakati niko ofisini kwangu peke yangu, wakati nikiendelea na kazi, mara aliingia mwanamke wa umri wa makamo. Hakuwa mtu mzima sana, tuseme labda ni miaka 40 hivi, ama alikuwa na ngozi nyororo tu na mwili wa kimodo kama binti mdogo, lakini kwa umri unaona kama ni mtu mzima. Hongera kwa kuajiriwa katika hospitali yetu. Umefika mahali salama. Uchapakazi wako ndio utakao kufikisha mbali zaidi, aliniambia yule mwanamke. Na kwa kitabasamu akapanua mikono yake vizuri kama alikuwa tayari kunikumbatia. Basi nilisimama kutoka kwenye kiti changu na kwenda kumkumbatia, ambapo alinikumbatia kwa nguvu. Akaanza kunikamata maeneo ya kiunoni kwangu. Alipiga busu shingoni na kuniambia kwamba you are so beautiful, akimaanisha kwamba nilikuwa ni msichana mrembo sana. Nikamwambia asante sana. Nilimwambia huku nikifanya kama najitoa katika kumbatio lake. Muda huo tukiwa zero distance na yule mwanamama. Nikashangaa mwanamke bado amenikumbatia. Nikasema na nini huyo? Nilijiuliza nikiwa nimemwachia mikono. Akaniachia na kwa kipumua kwa nguvu sana kinitazama usoni. Mimi ni mmiliki wa hospitali hii, ama niseme ni mmoja kati ya wamiliki wa hospitali hii, nikiwa pamoja na mume wangu, na mwanaume wangu ni wa kizungu. Wewe ni msichana mzuri sana, umenivutia sana sana sana, kwa hiyo andika namba yako katika simu yangu hii, alisema yule mwanamama. Maneno yalinishtua kidogo baada ya kufahamu kwamba alikuwa ni bosi wangu na tena ni mkuu kabisa. Basi kwa ukaribu na ukarimu niko nimechukua simu yake. Kwa haraka niko nimeandika namba zangu za simu, na kisha nikajipigia nikasave namba yake. Nimefurahi sana kukufahamu dadangu, na ninashukuru sana kwa sifa ulizonipatia, nilimwambia na kurikitabasamu na kumpatia simu yake. Alipokea na kisha niko nimeshtuka baada ya kunigusa ziwa langu la kushoto kwa mkono wake, na kwa kizunguka kama alikuwa ananichunguza hivi. Wakati bado nikiwa najiuliza maswali mengi sana kichwani, mara kama amenisogelea na kunisukuma hadi nilipoikalia ile meza. Nilikuwa nimevaa tu kijisketi kifupi, sio unajua nguo za kiofisi. Yule mwanamama akaanza kulikamata katika maungo yangu. Ilifika wakati alipitisha mpaka mikono sehemu ambazo sikuzitaka kabisa. Sikuzitaka. Nilikuwa katika hali ya kupaniki sana. Nisikuwa nikielewa kilichokuwa kikiendelea. Yule alikuwa bosi wangu na tena mmiliki wa sehemu yangu ya kazi ambayo ndio nilikuwa nimeanza kazi siku ya kwanza. Zaidi alikuwa ni mwanamke mwenzangu mimi. Lakini cha ajabu mikono yake ilikwisha kufika katika ikulu yangu. Alianza kuruka na ikulu. Nilitaka kumtoa lakini niliwaza cheo alichokuwa nazo. Niliwaza nini kingetokea iwapo ningerudi nyumbani nikiwa sina kazi na kumwambia baba nimefukuzwa kazi. Kwa hiyo siku ya kwanza baada kuingia kazini nilitulia, nikiwa nimeshika meza. Yule mwanamama alizidi kunitazama usoni na huko akishughulika na ikulu yangu. Mara ghafla nikaona nimesikia ngring. Simu yule mwanamke alianza kuita. Alichukua pale mezani na kuacha alichokuwa anakifanya, na kisha akapokea simu. Halo, umefika ofisini? Sawa, nakuja sasa hivi.
alisema yule mwanamama na kunitazama, na kisha akatazama vidole vyake vilivyokuwa vina majimaji. Nitafute baadaye, na kilichotaka kutokea hapa na kuomba iwe siri. Nisisikie nje kwa mtu yoyote nje ya chumba hichi. Kibaki na siri hii. Aliniambia yule mwanamama akawa ameweka simu katika pochi, na kisha kaibeba na kutoka pale ofisini. Nilivuta pumzi ndefu na kuziweka nguo zangu sawa. Niliingia chooni nikaanza kujisafisha, maana kilikwisha kuharibu mambo kabisa. Na kisha nikiwa nimerudi katika kiti changu nikiwa na mawazo mengi. Nikasema ina maana huyu mama alitaka kuanza kunisagasaga, na sijui, labda alikuwa na mambo mengine, manake naye ni daktari. Sasa alikuwa anataka nini sasa katika mwili wangu mimi? Alikuwa anahitaji nini sehemu za Ikulu? Nilijiwazia sana. Wakati huo nikiwa naangalia kompyuta yangu ilionionyesha cheo cha yule mama, ambapo pamoja na kumiliki ile ofisi au ile hospitali, lakini alikuwa ni daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi. Basi niliendelea na kazi zangu hadi majira jioni, muda wa kazi ulipoisha. Nilimpigia simu Boss Kennedy na kumwambia ndio natoka ofisini, kama hatojali anipatie lift. Aliniambia sawa. Akanielekeza, nikawa nimekutana naye katika floor ya chini kabisa, sehemu ya kuegesha magari. Nilienda hadi katika parking, nikaanza kuangaza huku na kule nikitafuta gari lake. Nikasikia sauti ya honi. Niko nimelifuata, nikamwona Kennedy akinisubiri. Yani unavyoshangaa utadhani kwamba umefika Las Vegas kutoka Shinyanga na wewe. Unashangaa sana bwana, alinitania. Tulijikuta tukicheka tu. Nikaingia kwenye gari. Aliwasha, lakini ile tunataka kuondoka tu, mara simu yake ikaanza kuita. Mpigaji alikuwa ni mke wake. Kwa hiyo Kennedy akawa amepokea ile simu. Ina maana umeshafika huku parking? Hukuja na gari leo au? Basi sawa. Kennedy alimaliza kuzungumza kwa amekata simu. Kidogo nikamwona mke wake akija. Niko nimeshtuka kidogo. Nikamwambia Kennedy nihamie siti za nyuma bila hata kushtuka. Lakini akawa ameniambia hakuna shida, kwa sababu mke wake hanifahamu mimi. Nikasema labda. Baba vipi, mbona kama mapema hivyo? Alafu hata haujanipigia muone vile. Mkeo alisema hivyo wakati huo akiwa nje ya gari. Kisha kwa amefungua mlango, akawa ameshtuka kuniona ndani ya gari, na tena katika siti ya mbele kabisa. Oh, Doris mzima? Niko poa dada, za wewe? Salama tu. Huyu Kennedy ni mume wangu, sawa Oh, nafahamu. Ilijibu, lakini nilikuwa nimejishtukia baada ya kugundua kwamba nilikuwa nimefanya kosa kubwa sana kusema nafahamu kwamba yule ni mume. Oh, naomba basi nikae siti ya nyuma. Nilisema nikitaka kutoka, lakini yule dada akawa ameniambia nisiwe hata na shaka. Lakini kwa kumtazama usoni nilijua tu ana laki jambo. Basi bwana, aliingia katika siti ya nyuma na kisha kuketi, ambapo ule uchangamfu wake ulionekana kabisa umepoteza kabisa nuru katika uso wake. Mara nyingi mumewe alipokuwa akimuuliza maswali au alipokuwa akijaribu kabisa kupigania story, alikuwa kimjibu kwa mkato, na hapo nikajua mama amekusha kuchukia. Hayuko sawa. Basi bwana, walinifikisha hadi eneo nilikuwa nimeomba mimi kushushwa. Niko nimetoka, niko nimewacha. Hello Doris my love. Kazi inaendaje? Ilisikika sauti ya Kelvin ambaye ni mchumba wangu. Na hapo nikashtuka baada ya kukumbuka kwamba sikuwa nimemwambia kwamba nimepata kazi. Oh darling, I'm fine, nimekumisi tu, nilijibu. Wewe umepata kazi alafu haujaniambia? Yani ungejua ilitokea ghafla tu. I was in shock tu. Hata nilisahau kukwambia. I'm sorry. Nilijibu. Mpenzi wangu huyu
wa tangu chuoni ambaye yeye alikuwa ni daktari aliajiriwa mwaka mmoja uliopita. Oh, sawa. Nina furaha kuona umepata kazi. Kwa hiyo hofu kubwa, ndoto yetu ya kufunga pingu za maisha inajiungia kutimia. Yeah, I hope so. Ila nini sasa Doris? Hakuna kitakachotuzuia kwa sasa hivi. Maanake ulikuwa ukitoa sababu za kutokuwa na kazi. Sasa hivi umepata kazi. Alafu ni mtu wa kazi, kwa hiyo swala zima la kufunga ndoa, pingu za maisha, mimi naona tuliweza kubaki katika mipango yetu tulikuwa tumepanga toka kipindi cha nyuma tukianza mahusiano yetu. Hivi Kevin, unajua sasa hivi nataka kuweka mambo sawa kwanza kazini. Nizoee kazi kwanza. Si unajua ninafanya occupation tofauti na kitu ambacho nilikuwa nimekisomea. Okay. Leo nataka tukutane. Sawa. Njoo nyumbani kwangu, aliniambia Kelvin na kukata simu. Nilijua alikuwa na hasira kwanza kwa sababu siku nimemwambia kwamba nimepata kazi, lakini jambo la pili ni kuhusu swala la ndoa ambalo kiukweli sio kwamba sikuwa nampenda. Nilikuwa nampenda sana tu, tena sana, lakini niliona alikuwa anaharakisha sana mambo ya kuoana wakati mwenyewe sikuwa nimeweka kilini mwangu tayari. Yaani swala zima la ndoa sikuwa nimelitanguliza katika ubongo wangu. Basi bwana, jioni niko nimerudi nyumbani, niko nimekaa na baba, tukala pamoja chakula alichokuwa amekipika. Nikamwaga nikamwambia baba, nenda kwa mchumba wangu. Akaniambia poa. Kwa hiyo nilifika kwa Kelvin, niko nimemkuta alikuwa anaangalia mpira. Aliponiomba, alinivamia na kunivuta pale pale kwenye kochi. Alinipatia ndimi. Tukaanza kubadilishana. Alinitolea zile nguo zangu nilizokuwa nimeziva. Wife, unajua nilikuwa nimekumisi sana, na hakuna kitu ambacho huwa nakipenda kwako kama uwe jinsi ulivyo na sio kubadilika na kuwa mtu ambaye ni copy au Doris copy. Mimi napenda uhalisia wako. Hivyo unajua Kelvin alinijuliaga vizuri maeneo ambayo mimi huwa ni dhaifu. Kwa hiyo alifanya anavyojua yeye, na mimi nilikwisha kuwa nyanga. Alikuwa ni mwanaume na nusu, maana alikuwa ni mzee wa gym. Yaani mazoezi kwake yeye ilikuwa ni kama chakula. Alikuwa ni mgumu kila kona. Kila sasa kitu kilivyokuwa kikiingia ndani na kutoka, ilikuwa nikisikia mpaka ndani ya moyo. Nilizidisha ujuzi. Kwa hiyo tulishiriki hadi kila mmoja kwa amemaliza na kuridhika. Akawa ameniambia, Doris, kwa nini unakwepa sana swala zima la ndoa? Aliniuliza nikiwa nimejilaza tu kifani kwake. Tukiendelea kupiga story. Nakupenda sana Kelvin kuliko chochote, lakini naona unapeleka sana mambo haraka. Kwa sasa sijihisi kama niko tayari kabisa katika swala zima la ndoa. Najua unanipenda ndio sana, na upo tayari kunipoteza, lakini kumbuka kwamba hata mimi pia nina mipango kama wewe. Nina ndoto ambazo inabidi nitimize, na ndipo niwaze masuala mazima ya ndoa. Na pia tunahitaji kufurahia penzi letu. Kwa ninayoyasikia kuhusu ndoa kutoka kwa mashoga zangu, ndoa inatuzeesha bana. Hebu tule kwanza ujana, alafu tukifikia kama miaka 29 hivi na kitu tuoane. Sasa hivi ni kama nina miaka 27. Kwa tutumie basi hata hii miaka 2 au 3 kuenjoy ujana. Nilimwambia Kelvin na kulikicheza kidevu chake, lakini niliona hakupenda kabisa maneno yangu. Hakuyapenda. Ilo mwanamke bwana, mimi unanichanganya sana akili yangu. Okay, iwe kama ulivyosema. Acha tukule ujana kwanza, then mengine tutafanya baadaye, sio? Kelvin ananiambia hivyo. Yakisha kuanza kunikamata,
akiwa amenika kifuani kwake. Basi bwana. Nakumbuka asubuhi na mapema tuliamka vizuri, niko nimeandaa chai tukanywa, na kisha Kelvin akawa amenipatia lift hadi ofisini kwangu, na kisha kuniaga. Niliposhuka nikasikia, "Oh Doris, mambo." Alikuwa ni mke wa Boss Kennedy. Alikuwa naye ndio anaingia na gari lake ndani ya geti la hospitali. Kwa hiyo aliniambia salamu hiyo baada ya kushusha kioo. "Safi tu dada za asubuhi." "Poa. Yule ndo Shem?" aliniuliza Dasabra. Nikamwambia ya. Nilimjibu nikionyesha kushtuka. "Mchumba au mshaingia chamani kabisa kama sisi? Yaani wanandoa?" "Yes, your boyfriend too." Nilimjibu nikitabasamu. Anavutia sana. Hongera zako shoga yangu." aliniambia wakati huo akishusha kioo. Basi niko nimecheka nikamuaga na kusaini kwa mlinzi pale. Niko nimeingia katika lift na kwenda zangu hadi ofisini. Nikiwa ofisini, sekretari wangu akawa ameingia na kuniletea karatasi fulani hivi ambazo nilikuwa natakiwa kuzikagua na kisha kuzisaini. Wakati nikiendelea na kazi, mara ghafla simu yangu ikaanza kuita. Ilikuwa ni simu ya ofisini. Nilipokea na kusikiliza. Ilikuwa ni sauti ya Dr. Meze, yule mwanamke mmiliki wa hospitali. Niko nimeshtuka na kuongea. "How are you Doris?" aliniambia. Nilitikia na kisha niambia nifike ofisini kwake. Na kwa kuwa sikuwa nikifahamu ilipokuwa ofisi yake, hivyo kwangu nilitoka nikamuuliza sekretari wangu. Alinielekeza. Kwa hiyo niko nimeondoka na huku nikimwachia maagizo kwamba anisaidie kumalizia kuandika kazi fulani. Niliingia kwenye lifti na kupandishwa hadi floor ya pili kutoka mwisho. Nikatembea nikiingia ndani ya ofisi ya yule mwanadada. Nilipofika pale, ukimya ulitawala sana. Hewa ya ubaridi wa AC ilitawala pia, kama ilivyokuwa kawaida katika ofisi yangu. Kwa nilikuwa nina hofu kidogo nikijiuliza nilichoitiwa na yule dokta, mtu mkubwa sana hata katika cheo, ni kitu gani? Nikiwa naangaza macho yangu huku na kule ndani ya ofisi yake, mara ghafla nilihisi nyuma yangu kama kuna mtu akinikamata mongo yangu. Niligeuka na kisha nikawa nimekutana na Dr. Messi. Alinivuta karibu yake zaidi kiasi kwamba tulikuwa kama tumegusanisha vifua vyetu. Akawa amevuta pumzi, akapitisha mkono ndani ya shati langu jeupe mpaka alifika katika lile kingio la kifua changu. Nadhani utakuwa unalifahamu lile wanawake ambalo huwa wanavaa katika kuyazuia vyakula vya watoto yenye maziwa, na maanisha sijui sidiria sijui nini. Nadhani utakuwa unanielewa. Akaanza kunitomaza. Kwa nini nilivuta pumzi ndefu sana, kwa sababu alinigusa mahali ambapo huwa nikiguswa na badilika. Kwa hivyo yule mwanamke alinikamata mkono pasipo kuongea chochote. Alinivutia ndani ya chumba cha bafu. Lilikuwa ni bafu kubwa sana la kisasa, lililokuwa na sehemu ya kukaa. Aliniketisha pale Dr. Messi, na kisha kuikamata nguo yangu na kuipandisha kwa juu. Kwa hiyo alikuja kuniambia maneno ambayo sikuyatarajia. Akaniambia, "Wewe kweli uko na ladha kubwa sana." Yaani ni kama nilivyotarajia. Muda huo alikuwa akichezea ikulu yangu kwa kutumia kinywa chake. Nilihisi kuna furaha fulani hivi ndani ya akili yangu, lakini nilijawa na maswali mengi sana. Nilianza kujiuliza, huyu mama anapata faida gani kufanya hivi, kukibugia kabisa hiki kiikulu cha mwanamke, na tena mwanamke mwenzake, na tena anaonekana kufurahia sana. Haya mambo msikilizaji ni mazito sana. Tulifikishana mbali sana. Akawa ameniambia, "Leo umenifurahisha sana."
na ninatumaini hii itakuwa ni siri yetu mimi na wewe, na utakuwa tayari kila nitakapokuhitaji. Lakini kuhusiana na swala la pesa, wala hata usijali, kama ni pesa nitakupatia. Hautapata shida yoyote, na kibarua chako kitakuwa na uhakika, kitaendelea kunawiri nyasi, aliniambia yule mwanamama. Wakati huu tukioga pamoja, akiendelea kabisa kuwa karibu na mungo yangu. Nikamwambia sawa, lakini sasa nakuomba iwe siri. Mimi nina familia na nina mchumba. Kwa hiyo haya mambo yakitokea, yakija kutoka nje, mimi nitadhalilika mno. Nilimwambia wakati huo, akilini mwangu nikipiga mahesabu kuhusu ahadi alizonipatia. Nikiona nikikaa vizuri, nitafika mbali kimaisha. Msikilizaji, mpaka hapo umekwisha kujua kwamba huyu mwanamama yeye ni msagaji. Basi bora. Baada ya kumaliza mambo yetu, tulikuwa tumerudi ofisini. Katika ofisi yake tukapata kifungua kinywa cha maana kweli. Na kisha Dr. Messi akawa amegeuza kompyuta yake na kunyonyesha nyumba kubwa iliyokuwa na uzio mkubwa. Hii nyumba iko Mbezi Beach, nitakupa. Na itakuwa tunakutaniana hapo kufanya mambo yetu. Kwa hiyo ninachokuomba uishi peke yako tu. Au kama ukishindwa mpenzi, au anakuja tu siku moja mpenzi wako wewe. Lakini sio kujaza ndugu. Maana wakiingiaga tu wanakuwa kama wamenaswa na sumaku, hawezi kutoka. Dr. Messi aliniambia kwa amefungua kabati na kutoa fungu fulani hivi na kunipatia. Hope to meet you there tomorrow, sio? Dr. Messi akawa ameniambia. Nikamwaga, lakini wakati natoka kwa amenivuta. Alinichum na kisha kaniaga. Nilitoka pale nikiwa siamini vile. Kwanza kitendo cha kukoboana na yule mama, ambacho kulikuwa ni kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. Lakini jambo la pili ni mjengo nilikuwa nimepewa, nikikabidhiwa na funguo pekee. Lakini hajanipa kadi ya nyumba. Kwa hiyo nisijishaue bure. Niliwaza kichwani kwangu, nikiamini kabisa hii nyumba sijapewa bure. Nilirudi ofisini nikakuta rundo la kazi mpya ambazo nilipambana nazo mpaka majira saa 11 za jioni. Ndipo nikao nimemaliza kazi. Hey Miss Doris, nimekumisi uko wapi? Iliingia message kutoka kwa Boss Kennedy. Nipo ofisini kwangu hapa, ndio namaliza kazi, nimechoka sana. Kaa nini yani? Leo nataka tutoke. Tunaenda wapi tena Kennedy? Nipo tired sana. Kwa siku ya leo siwezi please. Okay, basi tufanye kesho, acha mimi niwe nyumbani. Aliniambia na kisha kutulia. Nilihisi uchovu. Niliita usafiri uliponifikisha mpaka Mbezi Beach. Ilipokuwa nyumba niliyokabidhiwa funguo zake na Dr. Messi. Basi nilifika. Nilifungua geti. Lakini nilishangaa geti linafunguliwa na mwanaume mtu mzima. Alikuwa ni mlinzi kumbe. Shikamo baba. Wewe ndio mlinzi hapa? Nilimsalimia nikamwambia, na huku nikimtazama sana usoni. Ya, ndio Miss Doris. Boss alishanieleza kuhusu ujio wako hapa. Kwa hiyo karibu, najisikia upo nyumbani. Aliniambia yule mlinzi na huku akinipokea kipochi changu. Basi tukao tumeingia na yule mlinzi hadi ndani, lakini tulipofika sebuleni nilishtuka. Baada ya kuwaona wanawake wawili wa dada wa kizungu wakiwa wamejilaza katika masofa ya kifahari wakitazama TV kubwa sana iliyokuwa ukutani. Wadada wenyewe walikuwa wamevaa tu vinguo vya ndani vya wanawake, nadhani mnajua vipichu, geuza neno. Wamejiachia mpaka mashavu yanaonekana ya pichu. Ya katika ikulu yanaonekana katika vile vipichu. Nilishtuka sana. Asa baada ya kukumbuka kwamba Dr. Messi aliniambia kwamba katika ile nyumba nitakuwa nikiishi peke yangu, kumaanisha kwamba kukuwa na mtu mwingine. Niliwaza sasa inakuwaje? Niko nimemrudia yule mlinzi. Nikamuuliza, baba, mbona daktari aliniambia kwamba nikifika hapa nitakuwa nakaa peke yangu? Mbona kuna hao watu wengine? Nilimuuliza yule mlinzi, lakini hakunijibu chochote zaidi ya kufungua mlango na kuondoka. Nilimuita na kufungua mlango, lakini cha ajabu mlango haukufunguka kabisa. Muda wote huo
Wale wadada wa kizungu walikuwa wamejilaza zao, wakiwa bize kama hakuna kilichokuwa kikiendelea. Hello guys, how are you? Ilizungumza nikitumia kizungu kuwafikisha ujumbe. Safi, kwema ulipotoka? Lakini mmoja wao alinijibu kwa lugha ya Kiswahili, na tena Kiswahili cha kuungaunga. Ya, mimi niko salama. Na nyinyi mnaishi katika nyumba hii? Niliwauliza nikiwa bado nimesimama kando ya makochi makubwa waliokuwa wamejilaza. Ya. Karibu, daktari alitujuza kuhusiana na ujio wako. Yule mdada mwingine alinijibu na huku akichukua mto na kisha kuubana katikati ya mapaja yake, akaendelea kuangalia filamu waliokuwa wakitazama pale katika TV. Sasa kauli yake ilinishtua sana, eti kwamba Dr. Mage alitujuza au Dr. Messi alitujuza kuhusiana na ujio wako. Nilishtuka sana, kuingiwa na hofu. Nikajua moja kwa moja kuna jambo haliko sawa, ama lipo jambo baya ambalo lilikuwa linapikwa nyuma ya pazia. Oh, sawa. Kwa hiyo nyie hapa mnaishi mkifanya nini? Niliwauliza, na huku nikijaribu kabisa kutokuonyesha hofu niliyokuwa nayo. Kwani walikuambia unakuja kufanya nini hapa? Okay, sawa. Inaweza kwenda chooni? Niliwaambia, maana kwa uoga nilianza kuhisi mvurugo kabisa wa tumbo. Nilikuwa najisikia haja ndogo na kubwa pia. Pita kwenye hiyo kordo, chumba cha pili. Nilijibiwa na mmoja wao niko nimetupa begi langu katika kochi moja lililokuwa wazi na kukimbilia chooni. Baada ya kujisaidia niliwakuta wale wadada wa kizungu kama nilivyoacha. Basi nikawashukuru pale, nikachukua pochi yangu, nikaangalia vitu vyangu, nikakuta viko vyote. Sisi sio wezi, kwa hiyo hata usijitese mrembo. Be free. Mmoja wa wale wadada aliniambia hivyo. Basi nilikuwa nimechukua simu yangu nikampigia Dr. Messi, ambapo nilijibua kwamba namba yake haipo. Ni hakiki namba nilikuwa naipiga. Jambo hilo likazidi kunitia hofu kubwa sana, kwa sababu nilikuwa ndani ya fumbo kubwa mno. Nikasema jamani, ni kitu gani hiki kinachoendelea hapa? Mbona kama sielewi? Alafu naona mpo kama hamnioni vile. Niliwauliza wale wadada nikiwa nimekasirika. Muda huo nimeshika remote baada tu ya kuzima TV. Watu wawili walishtuka, wakageuka na kunitizama. Kumbe wanataka kujua kilichotuleta hapa. Okay, fanya hivi. Maliza nguo zako zote. Waanielewa Lakini kabla ya kufanya hivyo tunaomba utuashie TV. Tumalizie filamu yetu. Aliniambia mmoja wa wale wasichana, kauli iliyozidi kunitisha sana. Yaani kwamba ni saule nguo zangu zote. I see. Nikamwambia unasemaje? Ni saule nguo? Nibaki vipi? Nyie dada, mbona kama sielewi mnachohitaji kwangu ni nini yani? Niliwaambia ikiwatazama sana kwa sura iliyojaa alama ya kuuliza. Wakamwambia uelewi nini sasa? Si ulitaka uambiwe kilichokuleta hapa? Sasa umeambiwa unasema kwamba hauelewi. Hivyo ni mzima kweli? Aliniuliza ule mwingine na huko akiniangalia kwa dharau. Alafu heshimu, unamwambia nani hajielewi? Au unadhani kwa sababu ngozi yako ni ya nguruwe hiyo nyeupe ndio unaweza kabisa kufanya chochote nikakuangalia kabisa? Hebu chunga mdomo wako wewe. Kama mdomo katakuponza. Nilimwambia ule dada wa kizungu kwa hasira sana, na sijui hata ujasiri nilikuwa nimeupatia wapi. Wale wadada waliangaliana na huku wakichekeana, na kisha mmoja wao akamchukua mto na kunirushia kimadharau. Kama unaweza kupigana ujitetee, jilete hapa nikuonyeshe, aliniambia yule mdada aliyekuwa ametupia mto, na kisha mwenzie akanirushia remote ilo lipata jichoni. Niko nimejikuta nikipiga kelele za maumivu. Nilinyanyuka kwa hasira nikamfuata yule pale katika kochi. Nilikuwa nimenyanyua kofi zito sana ni mzabe usoni. Lakini ghafla nilihisi mtetemo ni kama washoti mgongoni kwangu. Macho yangu yakaanza kuona maruerue. Nikajikuta nikianguka huku nikisikia kabisa sauti za watu wakiongea mchanganyiko na sauti za kiume. Na kila nilipojaribu kuwatazama, macho yangu yalikuwa ni mazito, yaliona kama ukungu fulani hivi. Kwa hiyo nilikuja kushtuka ni majira asubuhi. Dr. Messi alikuwa kando ya kitanda changu ameshikilia mkono wangu. Unajisikiaje mpenzi?
Aliniuliza Dr. Messi. Niko nimemuuliza hapa ni wapi? Nilimuuliza Dr. Messi. Na huku nikijitahidi kuamka pale kitandani. Nilihisi uchovu, mwili wangu ulishiwa nguvu. Dr. Messi alinituliza na kuniambia kwamba nilale, hali yangu bado haijakaa sawa. Nikamuuliza tena, hapa ni wapi dokta? Na naumwa nini kwani mimi? Nilimuuliza vizuri Dr. Messi aliyekuwa bado ameushika mkono wangu. Hapa ni nyumbani kwetu, kwenye ile nyumba nilikupatia jana, aliniambia Dr. Messi. Nikawa nimejaribu kuvuta kumbukumbu zangu, kukumbuka vizuri nimefikaje pale, lakini sikuambulia kabisa chochote. Akili yangu ilikuwa tupu kabisa, sikuweza kabisa kukumbuka lolote lile. Kwa hiyo ninaumwa na nini? Ama nini kimesababisha mimi mpaka mnifikishe hapa, niwepo hapa kitandani? Ulianguka tu ghafla ulivyokuwa katika usafiri kuja nyumbani. Ndipo nilipopigiwa simu na dereva wa gari, ambapo nilifika na kukuaisha hapa nyumbani. Na baada ya kukufanyia vipimo nimegundua kwamba ulikuwa una uchovu tu wa kazi. Dr. Messi aliniambia hivyo, na huko amenishika paji langu la uso. Na kisha katoka na kurudi kabisa akiwa na bakuli la kioo lililokuwa lina supu ya kuku. Nilijinyanyua pale kitandani nikaanza kunywa ile supu taratibu. Wakati wa Dr. Messi akiendelea kabisa kunieleza kuhusu pale nyumbani kwake. Baada ya kumaliza ile supu nilihisi mwili wangu kupata nguvu kidogo. Nikanyanyuka pale kitandani na kwenda kujisaidia. Niko nimerudi. Nilimfuata Dr. Messi pale sebuleni, nilijilaza pale pale. Na kisha kupitia na usingizi. Masaa mawili baadaye nilikuja kuamka kutoka usingizini, nilikuja kushtushwa na mlio wa simu. Aliyekuwa ananipigia simu alikuwa ni baba. Nilimpokelea baba simu. Akaniambia kwa nini amepiga simu tangu jana, lakini simu yangu haipatikani. Basi nilazima kumdanganya baba kwamba nilipitiwa na Kelvin na simu nilizima kidogo tu baba. Kwa hiyo nisamehe sana kwa meridhika. Lakini baadaye majira saa 5 hivi Dr. Messi alikuja na kuniwekea drip, ambapo masaa matatu baada ya kuwekea drip nilijihisi kwamba nina nguvu kama kawaida. Nilipata afadhali. Basi niko nimemwaga Dr. Messi ambaye hakutaka mimi niondoke, akidai kwamba alinimiss. Lakini nilimuomba tu niwahi nyumbani kwa baba. Alikuwa ni mgonjwa na alikuwa akinisubiri mimi nyumbani. Basi bwana, niko nimeondoka. Nikapiga simu Kennedy, nikamkumbusha ahadi ya kutoka naye tuliokuwa tumeelewana naye siku inayofuata. Kwa hiyo nilifika nikamkuta Kennedy kwenye mall fulani hivi. Tuko tumeingia tukaanza kufanya shopping. Kiukweli siku nilifurahia sana, kwani hata sikuwa nakumbuka mara ya mwisho kufanywa hivyo na mpenzi wangu ulikopo ni lini. Yaani sikukumbuka sana. Jambo hilo likanifanya nianze kumpenda sana boss Kennedy, ambaye aliniuliza kwa nini sikufika kazini siku hiyo. Nikamwambia nilipata homa ghafla. Hivyo tulitoka hapo tukachukua chumba hotelini. Sikuwa nimepanga kulala naye siku hiyo, lakini Kennedy alinilazimisha sana. Lakini pia kwa alichokuwa amenifanyia siku ya kwanza ilikuwa ni ngumu kabisa kumkatalia. Na huko chumbani tulianza kuchombezana kwa maneno mazuri. Tuliingia bafuni pamoja, tuko tumejisafisha mili yetu. Tukiwa huko tulijikuta tukianza kushiriki mambo mazito. Tulishiriki mimi na huyu. Tulipomaliza kucheza mchezo wetu, kila mmoja alifika alipokuwa anahitaji. Basi tuko tumemalizia kuoga na kutoka bafuni, tulifika kitandani pia. Tulitandika mechi nyingine ya kiutu uzima. Sio mwanamke utakuja kuniua kwa haya mauno. Hata mke wangu hajawahi kabisa kunifanyia hivi. Unataka kuniua wewe? Utanimaliza na utu uzima huu. Utaondoka na uhai wangu, Kennedy alisema. Na muda huo akiendelea kabisa kunitomasa katikati ya mongo yangu. Nilikuwa nimelala zangu nimetulia, nimejiachia, na ikupita muda usingizi ulinipitia. Nilikuja kuamshwa majira saa 4 za usiku. Muda huo Kennedy alikuwa ameagiza chakula.
Basi nilikuwa nimeamka tukala. Baada ya kula tulikuwa tumepiga mechi nyingine nzito na tena kiutu uzima pia. Yaani kwa ufupi tulienjoy sana siku hiyo. Nikiwa mimi na bosi wangu Kennedy, ambaye alionyesha uchangamfu sana hasa katika 6 kwa 6. Tofauti na ile siku ya kwanza tukiwa pale ofisini. Basi bwana. Asubuhi ya siku inayofuata tulienda kazini pamoja. Nikashuka kwenye gari ya bosi nikasaini. Na kisha nikaendelea na kazi zangu zingine. Kwani bosi kuna mahali alikuwa anaenda. Kwa hiyo siku ilikuwa ni ndefu sana. Hivyo nilifanya kazi kwa muda wa mchana. Nikawa nimepokea simu. Na ile simu ilikuwa imetoka kwa Dr. Messi. Akiniambia kwamba amenimisi na anahitaji tukutane kwa ajili ya chakula cha mchana. Kwa kuwa sikuwa na mwaliko mwingine, basi nilikuwa nimefika katika mgahawa aliyokuwa amenielekeza Dr. Messi. Nikamwona kwa mbali amekaa kinywa juisi ya ubuyu na tena kinywa taratibu kabisa baridi. Na mimi nikajiweka sawa na ndipo nikamfuata Dr. Messi. Wow, umependeza sana jamani. Mpaka unanitamanisha. Dr. Messi aliniambia hivyo, kauli ambayo niliona kama ni ajabu sana. Lakini ndio hivyo, alikwisha kunitamkia hivyo. Kwa hivyo mimi nisingeweza kuyarudisha maneno yake mdomoni kwake. Oh, asante hata wewe pia, nilimwambia nikivuta kiti na kisha niko nimekaa. Alikuja mhudumu, niko nimemwagiza maziwa ya yogurt pamoja na mayai mawili. Basi tulikunywa pale taratibu nikila mayai na huko tukipiga story 2-3. Unajua mpenzi, nilikuwa na kuwaza sana. Na nikawa nawaza kitu hapa. Nilikupa nyumba lakini sikukupatia hati. Hebu maliza tuondoke nikakupatia hati yako bana. Usije kunichukia bure mwenzio. Dr. Messi alizungumza kauli iliyonifurahisha sana. Kwa hiyo niko nimejikuta na mshukuru kama nilipewa uzima wa milele. Nilimshukuru sana. Nikasema Mungu akujalie. Basi baada ya kumaliza kula pale tulipanda katika renji ya Dr. Messi na kutoka pale ofisini kuelekea Mbezi Beach. Tulipofika getini, Dr. Messi amesimamisha gari na kwenda kulifungua geti peke yake. Na hapo nikajikuta katika akili yangu nikipata kumbukumbu fulani ambayo ilikuja na kupotea. Hivi hapa si kuna mlinzi mmoja au? Mbona anaenda kufungua mwenyewe? Nilijiuliza swali hilo, lakini nilishindwa kupata jibu lake. Daktari baada ya kufungua kama amerudi kwenye gari, tukatumeingia ndani. Na kisha kama ameshuka na kwenda kufunga geti. Sebuleni kulikuwa kuna kimya, hakukuwa na mtu yote. Daktari aliwasha TV na kwenda chumbani kwake. Mimi nikawa nimeweka kipochi tu kwenye kochi, nimejilaza kichovu. Dr. Messi akawa amerudi akiwa amevaa kanga nyepesi pekee. Kwa ndani iliweza kuiona nguo yake ya ndani ile QP, akiwa na shanga alizokuwa amezivaa. Mkononi alikuwa ameshika kiboksi fulani hivi. Akaniuliza, mbona umezubaa sana? Eti aliniambia baada ya kufika na kuketi pembeni yangu. Wakati huo akianza kulitomasa unyayo wangu. Nikamwambia, "Dokta, naomba niache bana. Unajua ni kama unanipagawisha sana." Nilimwambia muda huo nimejilaza kabisa natumia simu yangu. Na peruzi. Dokta hakuongea kitu. Aliendelea kunikamata miguuni kwangu. Kuna hali nilianza kuisikia ubaridi. Nilianza kuona mwili wangu kama si wa kwangu. Alikuwa ni mkorofi. Yaani alikuwa anahitaji kufanya vitu ambavyo unakuta hata hujajipanga kabisa kushiriki navyo. Lakini yeye tayari amekwisha kukufanyia. Aisee. Sikuzani kama kushiriki hivi na mwanamke mwenzangu kulikuwa kuna leta matokeo chanya kwa namna kama hii. Ilikuwa najisikia uzuri sana. Furaha. Raha pia.
Sijui yule dokta alinipenda nini mimi, lakini alinifanya vile hadi wote tuko tumefika mlima. Maanake ikulu zetu zilikwisha kuloana sana. Lakini baadaye akawa amenikabidhi ile hati ya nyumba. Nilifurahia sana nilikuwa nimerudi nyumbani siku hiyo nikiwa na furaha kubwa sana. Kwa sababu kwa mara ya kwanza nilikuwa nimeweza kabisa kumiliki mjengo wangu mwenyewe. Kupitia namna ambayo hata kumsimulia mtu inakuwa ni ngumu sana. Sikumwambia baba chochote, lakini aliona furaha sana juu yangu. Akaniambia, vipi mrembo? Umevishwa pete nini? Mbona leo ni cheko sasa? Eti usoni kwako mbona ni kicheko kikubwa? Babangu alikuwa ni mtani wangu sana. Basi alinitania hivyo. Asubuhi niliwahi mapema sana kazini kumalizia mzigo wa kazi za jana. Wakati nikiendelea na kazi zangu, mara aliingia mke wa Dr. Kennedy. Nilipomwona nilikuwa nimeshtuka hivi, lakini kajizuia. Akawa amenisalimia, mambo Doris? Nikamwambia safi, mzima? Akasema salama tu. Hicho kigauni kimekupendeza shoga, umenunua wapi? Eti mwenzangu, na mimi nikajichagulia kisaule. Unaona shepu zetu zinafanana? Nikamwambia asante sana. Mimi nimenunuliwa na mchumba wangu. Hata sijui alipokuwa amenunulia, navyokuambia mimi nikawa tu nimeletewa zawadi. Jamani, inaonekana anajua mwili wako vizuri, manake amekupatia sana, kamekukaa vizuri haswa. Za tangu jana na Dr. Messi bosi wetu. Mke wa Kennedy akawa ameniuliza hivyo. Safi tu, kumbe ulituona jana Ya, ukapanda kwenye gari range yake, sijui mlikuwa mnaenda wapi nyie? Mimi sijui wenzangu. Kuna issue tu tulikuwa tunafuatilia huko Mbezi. Nilimjibu hivyo. Usiniambie umeshapelekwa hadi nyumbani kwake. Mke wa Dr. Kennedy aliongea kauli iliyonishtua kidogo. Kumbe unapajua mpaka nyumbani kwake? Wala hata tujaenda huko. Nilimjibu tu kumpotezea. Haya bwana. Kuwa makini Sawa, na mwanamke tabia zake anazijua mwenyewe tu. Kwaheri. Mke wa Kennedy aliniambia na kuniaga. Tabia zake? Nilisema. Nikajua moja kwa moja anazungumzia tabia kukoboana na yule mama. Na hapo nikajua kwamba inawezekana naye mwenyewe alisha-tafunwa labda, au alishafuatwa. Huenda labda alimkubalia au alimkatalia. Sasa wiki moja baadaye kulikuwa kuna kikao kati ya wafanyakazi wote na uongozi wa juu wa ile hospitali. Basi kwa choni nilichokuwa nacho ikanilazimu kuandaa hotuba iliyojaa kabisa mafanikio ya mipango ya mbele ya kampuni yetu. Nilifanya maandalizi ya kuwasilisha hotuba yangu mbele ya wafanyakazi wote na bodi ya wamiliki wa kampuni, hotuba ambayo kila mmoja alinisifia sana kwa jinsi nilivyoiwasilisha. Lakini hata kwa mipango na mafanikio ya muda mfupi ambayo mimi kwa kushirikiana na timu yangu tulikuwa tumepata ndani ya muda mfupi. Jina lako nani? Nimependa sana jinsi ulivyowasilisha pale mbele, energy ulionyesha na confidence ya hali ya juu. Tunahitaji wafanyakazi wengi kama wewe kwa haiba yako na namna jinsi ulivyokuwa katika kampuni yetu. Mr. Thompson. Yalikuwa ni maneno kutoka kwa mwanaume mrefu wa kizungu aliyekuwa amevalia suti iliyomkaa vizuri. Pamoja na umri mkubwa aliokuwa nao, alionekana kuwa na nguvu kwa sababu hata sura yake ilionyesha ujana fulani hivi. Alisimama mbele yangu akiwa amenipatia mkono. Niliupokea nikamshukuru sana kwa sifa alizokuwa amenipatia. Alipotaja jina lake, nikawa nimemfahamu kama mmoja wa wamiliki wa hilo hospitali na tena ni mke wa Dr. Messi. Nilijitambulisha jina langu na kumpatia business card yangu na kisha nilikuwa nimemwaga. Sasa wakati ninaondoka kwa ameniita akiwa amegeuka na kuniambia kwamba kwa kazi nzuri na faida ulioiletea kampuni basi sio mbaya kama nitajiunga naye kwa chakula cha mchana. Kusikia hivyo sikuwa na la kupinga.
alinipatia tokeni fulani hivi iliyokuwa na maelezo ya eneo tukio zima lilipofanyika au litakapofanyikia. Ilikuwa ni kama bustani za hoteli kubwa sana ya CVO iliyopo kilomita kadhaa kutoka ilipokuwa hospitali. Usiku majira saa 2, mimi na Kelvin ambaye ni mchumba wangu alikuwa kapendeza kabisa, tuliingia ndani ya bustani zile ambapo muziki wa taratibu ulipigwa. Sijawahi kuona umependeza kiasi hiki. Hakika my wife to be is so hot. You are so beautiful girl. Kelvin aliniambia wakati huo tukiwa tumeshikana mikono yetu. Tulichukua glasi za mvinyo zilizokuwa zikipitishwa na mmoja wa vijana waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo, na kisha tukao tumetafuta meza tukaketi. Muziki wa kizungu taratibu kabisa ulipiga, na huko sasa upepo wa usiku wa bahari ukipuliza na kutupepea vizuri na kutufanya kabisa tujihisi kwamba tuko katika raha za dunia. Sasa mmiliki wa hospitali Bwana Thompson akawa amesimama na kusalimu wageni wote na kualika pale wengine, akiwashukuru kwa kufika, na kisha kwamba wote tusimame na kusogea eneo la uwazi ili kupata kucheza muziki. Basi bwana, wafanyakazi wote pamoja na wageni waliofika pale walijiungia kabisa katika eneo hilo ambalo taa kali zilizokuwa zikitoa mwanga wa rangi tofauti tofauti zilizopendezesha pale zilipoelekeza, ndipo mshereheshaji alipomwomba DJ apige nyimbo. Basi bwana, kwa sababu tafrija ile ilikaa kizunguzungu, hivyo DJ alipiga nyimbo za kitaratibu za Kitaliano iliyohitaji watu wawili kucheza pamoja wakiwa wameshikamana vizuri, na sijui kwa Kiswahili staili hii inaitwaje kwa kweli. Basi bwana, tukiwa tumekamatana vizuri mimi na Kelvin, tuliokuwa miongoni kabisa mwa wapenzi waliokuwa wakicheza pale, na mikononi tumeshika glasi zetu za mvinyo. Oh, Doris, is your man? Boss Kennedy aliniambia akiwa na mkewe muda huo. Baada ya kutofikia nao walikuwa wakicheza muziki pamoja. Yeri hapa, una dansi rumba, una dansi kirogo, afu unapiga na story, unasogeza shingo, unazungumza na mwenzio. Bibi, huyo ndo chupa yako nini? So despacito, despacito. So unajua vigoma kama hivi vya Kiitaliano ndo vinanogesha kabisa kucheza wawili. Ni miguu tu unaipeleka mbele na kurudi nyuma, unapeleka kushoto unarudi kulia. Yaani hautumii jasho. Au jeze kama kina Chino Wanaman, unanyanyuka juu unaruka, ni kama magoma ya kubeng sijui mnaita sijui haya ya kisauzi haya. Mambo ya vijana bwana, sisi wengine tushazeeka bwana, umri mkubwa huu. Tunawajukutisa huko. Kwa hiyo haya mambo ni ya vijana. Kwa hiyo nikamwambia ni mwanaume wangu. Nilimjibu. Wakasalimiana na Kelvin, ambapo pia mke wa Kennedy mwenyewe akasalimiana na Kelvin, ambapo wote tulisifiana kwamba tumependeza. Basi ikawa ni burudani tosha. Kwa hiyo tulicheza muziki, ikafika muda tukabadilishana. Yaani mimi nikawa nacheza na Boss Kennedy na Kelvin akawa anacheza na mke wa Kennedy. Yasi, kigauni hicho kimekupendeza sana, mpaka umenifanya nione mke wangu hamna kitu kabisa, hamna azo. Boss Kennedy wakati huu alikuwa amenikamata kiuno, alikuwa anazungumza hilo neno huku tunacheza muziki. You know what looks good on me. Nilimwambia kwamba nikimaanisha kwamba anajua kunichagulia vitu vinavyonipendeza. Anajua. Basi bwana, tukawa tumecheka pale, tukaendelea kuchombezana kwa maneno mazuri, ambapo nilitupa jicho nikamwona Kelvin na mke wa Kennedy na wao pia wakicheka wakiwa wanacheza muziki. So unajua tena muziki, hii muziki huwa inachezwa kimahaba. Kwa hiyo nilianza kuona kawivu fulani hivi, ila kwa sababu tulikuwa pale kusherekea, nilipotezea nikaendelea zangu kucheza muziki na Kennedy, ambaye naye alikuwa kapendeza kweli, kapiga suti kali kweli matata. Basi bwana, come on,
You look so beautiful today. Oh, ilisikika sauti nzito ya kiume. Ilisikika nyuma yangu ambapo niligeuka nikawa nimekutana na Thompson. Yule mzungu alikuwa amekikamata kwa mkono mmoja kiuno cha mkewe Dr. Messi. Basi bwana, niliwasalimia wote mabosi zangu. Na hapo nikitabasamu ambapo bwana Thompson aliomba tu switch couple, yani tubadilishane wapenzi. Mkewe akaenda kwa Kennedy, mimi nikaenda kwake, ambapo mzee huyu wa kizungu ambaye kwa jinsi alivyokuwa mgumu nilijua tu alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Alinyanyua mkono wangu juu na kunizungusha na kisha kwa nikamata kiuno. Ni kwa staili ambayo watu wote kabisa waliokuwa pale walituangalia kwa sababu taa zilituelekea. I love the way you smell. Nilimsifu manake alijipulizia perfume fulani vikali matata nzuri. Oh, thank you. I like your figure. Do you mind if I take you somewhere on weekend like we get some fresh breeze? Yule mzee aliniambia masikioni kwangu. Nikamwambia, I'm okay. Just tell me whenever. I will be there. Nilimjibu, bwana msikilizaji, embo tusije kuchekana katika swala zima la kizungu. Mimi elimu yangu ni darasa la 4 tu, na tena sikufanya mtihani wa taifa, ni kama ni la 3 na nyongeza. Kwa hiyo msije mkaanza kusema oh bwana Mr. Nine bwana kizungu kibaya. Na mimi nitakwambia tasa ashindwe. Ni kwa sababu kizungu changu ni kigumu kibaya kweli kweli. Sasa muda huo mke wake ametokea bwana, mke wa mzungu Dr. Messi, ambaye huyu naye tushakusha kusuguana. So unajua tena ile mambo yale. Mimi na yeye. Na kutuambia kwamba inatosha kucheza. Basi bwana, tulipiga story wakati huo tumesimama, muziki ukiwa unaendelea kabisa kupigwa, ambapo Kelvin na mke wa Kennedy walitufuata pale. Kelvin akawa amejitambulisha kwa bwana Thompson na kumpatia business card yake. Baada ya muziki kutulia, ulifika wakati wa chakula, ambapo sasa kulikuwa kuna vyakula mbalimbali. Sana sana kama nyama choma, kuku, ng'ombe, mbuzi, samaki. Yali watu walienjoy sana siku hiyo. Kwa hiyo siku hiyo nilijikuta nikitokwa na machozi ya furaha, hasa baada ya bwana Thompson yeye kama mmiliki wa kampuni kutangaza amenipandisha cheo na kuwa msaidizi wa mkurugenzi mtendaji, ambapo nilikuwa chini kidogo tu ya boss Kennedy. Jambo hilo linifurahisha sana, ingawa niliona kama Kelvin akufurahia hivi. Bwana atajua mwenyewe bwana. Kwa hiyo siku hiyo nikawa nimerudi nyumbani, nikamweleza baba ambaye naye mwenyewe alishangazwa sana na taarifa hizo. Kwa hiyo siku 2 baadaye tukahamia katika nyumba niliyopewa na kampuni, lakini pia kampuni ikanipatia gari aina V8. Na mwisho wa mwezi ulikuwa umefika, basi baada ya kupokea mshahara nilikuwa nimepanua biashara ya baba yangu na kuajiri vijana ambao walifanya matangazo na kuyaweka mitandaoni ili kumongezea baba wateja. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi moja, nikiwa zangu ndani nimejilaza katika kochi. Baba yuko jikoni anaandaa kifungua kinywa, mara message iko imeingia kupitia email yangu ya simu. Ilitoka kwa Mr. Thomas. Alikuwa ananialika katika safari ya kuelekea wapi? Dubai. Akaniambia kwamba nimesha book usafiri wetu, just be ready, jioni tunapaa. Ujumbe wake ulioambatana na picha za passport yangu ya kusafiria ulinishangaza sana. Nikajiuliza yule mzee amepata wapi maelezo yangu mpaka kaenda kuniketea passport. Basi bwana, jioni ya siku hiyo nilimwaga baba, nikamwambia kwamba baba, mimi naelekea kwa mpenzi wangu. Na sikutaka baba fahamu nilipokuwa naelekea, manake nilijua tu yule mzee wa kizungu alitaka nikalenee bata na sio kitu kingine. Kwa hiyo mambo mengine mimi na babangu sikutamani kabisa yeye nimshirikishe. Basi tulipanda ndege first class, na masaa kadhaa baadaye ndege ilitua Dubai. Kitu cha kwanza kabisa tuliingia shopping, ambao nilinunua vipichupichu vya ndani. Si unajua tena bata la baharini. Kwa mzee naye akawa amenunua vibukta na vishati kadhaa tu vyeupe, tukao tumenunua kamera. Basi mambo yakawa safi kabisa. Kwa hiyo tulikesha katika fukwe, ambapo
kulijaa matajiri waliokuwa na vimada vyao pembeni. Nilienjoy sana kusema kweli. Maana mzee mwenyewe alikuwa ni mchangamfu na alijua kuogelea kama ilivyokuwa kwangu. Si unajua tena mwanajeshi mstaafu. Kwa hiyo baadaye jioni tulikuwa tumeingia zetu hotelini. Hoteli yenyewe ilikuwa ni ufukweni. Yaani ukiangalia dirishani tu unaona bahari jinsi ilivyo. Hapo ulinzi umeimarishwa kila kona. Mzee hakutaka kuchelewa. Nikiwa nimejilaza kifuani kwake, alinigeuza. Akanivuta tukaanza kubadilishana ndimi. Alikuwa ni mtu mwenye kaulimi fulani hivi ambacho kako kama ice cream za Baresa. Kwenye kibukta chake maskini ya Mungu alikuwa na mpini mnene kidogo. Alafu pia ulikuwa umejiongea kwa urefu. Nikawa nimeshtuka hadi nikashangaa kwa nini mkeo alikuwa anapenda haya mambo ya kukobolewa na mwanamke mwenzake. Ikiwa mwanaume wake anamjegeje mzito kiasi hichi. Bwana we. Baada ya kuendelea kufanyiana maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mechi ya dabi, mtanange mzito, tuliingia katika mtanange bwana uliokuwa umepigika kweli. Nilikuwa nina njaa muda huo ya pesa. Ya nilikuwa nataka kumteka kiakili huyo mzee. Kwa hiyo nilimpatia miruko yote ambayo hutolewa na wanawake ambao wanajua wanachokifanya. Ili niweze tu kuteka akili ya huyo mzee, niweze kupata pesa nyingi sana. Mzee alizidiwa kwa ladha. Mwiko wake niliokuwa na uzungusha ndani ya chungu changu. Nilizidi kufinya kwa ndani. Mzee alifika mpaka akilia na kuanza kuitetemesha miguu yake na kurindima. Yaani kumbuka, alikuwa ni mwanajeshi wa zamani na sio zamani sana, kwa sababu alistaafu miaka 5 iliyopita. Sasa hapo ni zamani kweli? Na hapo akiwa na miaka 50. Kwa hiyo alinigeuza na kunichapa, lakini sikuwa mzembe. Nilikuwa katika mission. Nilimchezea rafu mbaya. Nilimlisha tumbua kulikweli mpaka kama amewatoa wazungu. Akiwa ameloa mijasho vibaya mno. Nikawa nimemwomba anifungulie biashara kubwa baada ya kumaliza tu. Nilitaka nifungulie duka kubwa sana la vyakula. Manake katika mitani iliyokuwa nikiishi sasa hakukuwa na duka laki hivyo zaidi tu ya supermarket. Nilitaka kuuza nafaka za kisasa. Mzungu akawa amenielewa na alikubali wazo langu. Akadai kwamba hata nifungulia duka tu, bali tutakuwa na share katika hiyo biashara. Yaani wote tutafaidika katika hiyo biashara. Kwa hiyo mimi sikuwa na la kupinga. Nilimshukuru sana kwa mabusu mazito. Tukalala. Asubuhi tuliamka. Nikampatia cha kwanza kabisa cha asubuhi ambacho nina uhakika kwa kabisa kupewa popote pale. Kwa hiyo tuko tumeingia katika swimming pool kuogelea. Na huko niko nimempatia kabisa kweli. Tukapata kifungua kinywa cha kizungu. Vyakula ni vingi sana. Na kisha tuko tumetoka kwenda kulitembelea jiji la Dubai. Na kisha kupiga picha mbalimbali. Kiukweli siku 3 nilizozitumia Dubai na yule mzee zilinifanya ni fresh mind sana. Stress yote ya maisha niliyokuwa nayo, naweza nikasema kwamba hakupata nafasi kama alitoka hivi. Basi bwana, siku ya Jumanne tulikuwa tumerudi Tanzania. Ofisini kumbe nilishawekewa ruhusa ya siku 3. Si nilikuwa na bosi mwenyewe. Basi bwana, niliingia katika ofisi yangu mpya nikiwa na furaha sana. Kwanza ndio nilitoka kufanya makubaliano na mainjinia waliopewa tenda kujenga duka letu ambalo nilitaka liwe la kipekee kabisa. Na mzungu alinunua ardhi, akataka kabisa tumiliki kila kitu. Lakini pia nilikuwa katika ofisi mpya, cheo kipya, mshahara mpya, na maisha yalikuwa ni matamu kweli. Nikianza kukumbuka nilipotoka, nilikuwa naenda kuomba kazi nikitamani hata kulipwa nusu mshahara. Walau tu hata kama wanipatie tu 50,000 kwa mwezi sawa. Licha ya kwamba elimu yangu nilikuwa natakiwa kupokea pesa nyingi sana, ila nilikwisha kukubali. Baba yangu naye biashara zake zilinyoka kweli. Unakuta kwa siku alikuwa anauza basikeli zaidi ya 15. Kwa hiyo kujitangaza mtandaoni na kuongeza mzigo kulisaidia sana.
Kwa hiyo kwa msaada wa bosi Kennedy niliweza kabisa kuizoea kazi yangu na kumudu majukumu yote. Kwa nilifanya kazi kwa weledi mkubwa kwa sababu mshahara wa milioni 5 na posho kibao haukuwa mchezo. Mapato yaliongezeka pale hospitalini kwa sababu tulifanikiwa kuboresha huduma zetu vizuri. Kwa hiyo ukaribu wangu na bosi Kennedy ulizidi kwa sababu sasa tulikuwa tunafanya kazi kwa ukaribu sana kiasi kwamba mkewe alianza kunichukia na kunikasirikia bila hata sababu. Kama nisingekuwa na cheo kikubwa kumzidi, basi nadhani kabisa angeshanifanyaga figisu nifukuzwe pale ofisini. Doris, naona tangu upandishwe cheo dharau zimeanza, si ndio? Ilikuwa ni kauli kutoka kwa Kelvin mpenzi wangu, ambapo siku hiyo niliamua kwenda kumtembelea. Dharau kivipi darling? Kupandishwa cheo kuna uhusiana vipi na dharau? Lakini si faida kwetu wote lakini. Nilimwambia nikionekana kutokumtilia manani sana. Faida kwa nani? Ikiwa tangu juzi na kupigia simu ipatikane. Leo ndo unapatikana alafu unanijia kinyemela kabisa bila hata kunipatia taarifa. Baby, simu yangu ilipata tatizo. Leo ndo nimeweza kuifiksi. Kwa hiyo nakuomba tusifikie hatua ya kugombana, please please please. Nilimwambia na huko nikikaa katika kochi, lakini nilijikuta kabisa nikiishiwa nguvu baada ya kumwona mwanamke akitoka chumbani kwa Kelvin. Kelvin, huyu mwanamke ni nani? Niliuliza nikiwa nimepaniki sana. Baby, who this girl? Who, nani huyu? Yule mdada alimuuliza pia Kelvin. Unasemaje wewe malaya wewe? Nilimwambia yule dada na kumfuata nikiwa nimeweka hasira kweli. Kelvin akawa amenifuata na kunishika kama mtu nje. Na kuomba tukae tuongee mpenzi wangu. Kelvin akawa ameniambia, lakini sikutaka kabisa hata kumsikiliza. Niliumia sana. Ingawa nilikuwa nachepuka mara nyingi sana, lakini sasa sikuwahi kabisa kumuonyesha waziwazi. Lakini pia nilifanya hivyo kwa faida yangu mimi na yeye. Nilitaka tukija kuoana mimi na Kelvin tu tuna maisha kueleweka. Nilikulia kwenye umaskini. Niliuchukia sana umaskini, sikutaka kuendelea kuishi nao kwenye maisha yangu yajayo. Nilijia pia nitafanya chochote kwa ajili ya pesa na sio kuendelea kubaki kwa maskini. Naomba usinishike Kelvin. Naomba kuanzia leo hii usinijue. Na naomba utambue kwamba kuanzia leo hii mimi sitakuja kukufahamu. Yaani mimi sikufahamu kiufupi kuanzia sasa hivi. Nilimwambia, nikabeba pochi langu nikaweza kuondoka. Nilifika nyumbani nikiwa nalia sana. Baba kama ameniuliza nini tatizo, lakini nilimficha. Sikutaka fahamu kilichokuwa kikiendelea. Nilikuwa zangu chumbani, nilikuwa nalia sana kwa hasira. Baada ya hasira kuniisha niko nimetoka. Nikamkuta baba amekwisha kulala. Manake alizoea tabia hii ya kwangu mimi tangu nikiwa bado mdogo, alishaizoea kwamba mimi nikiwa na hasira ni lazima nitajifungia chumbani, nitalia sana, nikishamaliza nitatoka. Kwa hiyo baba alikuwa ananijua sana. Kwa hiyo baada ya kutoka nilikuwa nimekula, nikarudi kitandani kulala. Siku iliyofuata tena niliamka nikawahi kazini katika majukumu yangu ya kila siku. Mchana wakati nikienda kula, nilifungua simu yangu. Nikakutana na message iliyoambatana na picha nyingi sana za Kelvin. Alikuwa amenitumia na tena akiwa mnyama kabisa, akiwa na yule mwanamke kitandani. Nadhani alifanya kunirusha roho tu. Na sikuwa hata na muda wa kuziangalia. Cha kufanya nilikuwa nimezifuta nikambloku bila hata kujibu chochote. Akili yangu wakati ule haikuwaza tena mapenzi kabisa. Nilikuwa nawaza projekti zangu, hasa ile la duka la vyakula. Sasa ujenzi kwa kipindi hicho ulikwisha kuanza. Baada ya kula nilikuwa nimetoka na kwenda eneo la ujenzi, nikapiga picha vizuri nikamtumia bwana Thompson kwenye email yake. Manake hakuwa akitumia mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook au WhatsApp. Yaani ilikuwa unawasiliana naye kwa njia ya email. Nilipokuwa nimemtumia, alifurahisha sana na kile kitu kilichokuwa kinaendelea. Na kisha kunipongeza. Nilirudi ofisini kwa boss Kennedy ambapo sasa kuna mafaili fulani hivi niliyokuwa nikiyafuatilia. Kitendo cha kufungua tu mlango nilikuja kushtuka kwa nilichokiona tena.
wote walikuwa wamesaula nguo zao zote. Boss Kennedy. Oh, Dr. Messi. Nilijikuta nikipayuka nikiwa nimeshika mdomo. Sikuwahi kutegemea hata siku moja kwamba hawa watu wawili walikuwa na mahusiano. Oh, Doris, mbona ghafla hivyo? Kennedy alisema, akionekana kutokushtuka kabisa. Huyu sekretari ana matatizo Itabidi udili naye. Lakini madam, sungepiga kwanza simu. Dr. Messi, ambaye naye alionekana kutokushtuka kabisa, akiwa bado amemkumbatia Kennedy, aliniambia hivyo. Msikilizaji, cha kukupa hapa ni kwamba hawa wote wawili wote wamekwisha kunitumia. I see. Oh, samanini sana. Nilisema nikaondoka kiunyonge. Nilijikuta natamani kulia, manake ni kama nilikwisha kuanza kumpenda huyo Kennedy. Sasa alikuwa anatembea na dokta ambaye hata mimi nilikuwa naye. Nikasema kweli huu tunaofanya ni ushetani. Ina maana hapa kila mtu ana mpenzi mwingine. Nilijiwazia kichwani. Nikamwaga sekretari, nikawa nimemwambia natoka. Nirudi ofisini. Akili yangu ilikwisha kuvurugwa na kazi, na tena hazikufanyika. Nilichokiona kilinikasirisha mno. Kwa hiyo Kennedy ananichanganya na huyu mama. Niliwaza, lakini kwa nimejikuta najiona kama mimi ni mkosaji, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kama mchepuko tu. Basi nikajikuta namwonea huruma sana mke wake. Kwa hiyo nilikuwa nimechukua simu yangu, nilikuwa nimefungua ile namba yake. Nikataka nimpigie simu nimwambie akamfumania mumewe, lakini kitu kikao kimeniambia kwamba utaharibu kila kitu. Nikaweka simu yangu mezani, nikanyanyuka, nikaenda kumimina maji baridi, nikanywa taratibu. Ulichokiona Doris, naomba kisitoke nje kama ilivyo kwa wengine tuliowahi kufanya, au kama alivyokuwa mengine tuliowahi kushiriki. Yasitoke. Lakini pia I'm so sorry kwa Dr. Messi alisema, na huku akinifuata na kutaka kunikumbatia, lakini nilimtoa nikamwambia, embu usiniguse na usije kuwahi kunisogelea kabisa kwenye maisha yako. Nilimwambia kwa hasira mpaka mwenyewe alishtuka. Doris, wewe ni mtu wa kunikalipia? Unajua mimi ni nani kwako? I'm your boss. Nina uwezo wa kukohoa tu ukafukuzwa katika hii kampuni na kunyang'anywa kila kitu. Haujui hilo? Boss Messi akawa ameniambia, naye mwenyewe alionekana kukasirika. Ungekuwa unafahamu hayo, usingefanya haya unayoyafanya. Yule mwanaume ana mke wake. Hivi unadhani mke wake akigundua nini kitatokea? Wewe utakuwa salama? Si utachafua image ya hiyo hospitali, utaharibu sifa mumeo. Kabla kuongea vitu vingine, na kuomba uwe unafikiria kwanza. Nilimwambia bila uoga Dr. Messi, na huku nikimtazama usoni. Baada muda kofi zito lilitua katika shavu langu. Embo malaya wewe, leo umekuwa kunishauri mimi pamoja na umalaya wako na uchafu wako uliokuwa umeufanya, leo hii unajiona wewe ni mtu wa maana kweli? Kahaba mkubwa wewe, uliokosa soko. Wewe ndio kuniambia mimi nitaharibu image ya ofisi? Wewe kama nani? Ni kipi unafahamu kwenye hii ofisi? Na tena siku nikiwahi kabisa kusikia unataja jina la mume wangu katika mambo ya kipuzi kama haya, nitakuchoma moto. Nitakutoa hiyo nani yako wewe inayokupatia kiburi. Hivi unadhani mimi sifahamu kwamba unatembea na Kennedy? Baada ya kunifumania leo hii unajikuta unanyanyua kabisa pua yako na kuanza kunizungumzisha mimi hapa? Wewe mpuzi Wewe. Dr. Messi aliongea maneno hayo akiwa amecharuka kulikoli kwa hasira, lakini sasa ghafla mlango wa ofisi ulifunguliwa. Mbele yetu alisimama Amanda, mke wa Boss Kennedy. Bosi, ile taarifa nimeikamilisha.
Nimemwachia sekretari wako pale, nilijaribu kukupigia simu nikaona haupatikani. Basi nimekufuata moja kwa moja. Lakini kila kitu kiko sawa. Alisema mke wa Kennedy. Na wote tuko tumejikuta tukivuta pumzi ndefu. Oh, asante sana. Kama ipo kwa sekretari basi imefika mahali salama. Nashukuru sana. Dr. Messi alimjibu hivyo mke wa Kennedy kwa sauti iliyojaa tabasamu. Mke wa Kennedy akawa ameaga na kuondoka. Dokta, naomba ya mambo yaishe. Ya kutokea yametokea, lakini si ndio hivyo, sitaki kabisa unisogelee tena. Sihitaji mahusiano na wewe, nilimwambia, na huko nikiendelea na kazi zangu. Mimi ni bosi wako. Ukumbuke hilo, ninaweza kufanya chochote juu yako. Dr. Messi aliniambia na kuondoka. Sasa jioni nilimpitia baba ofisini kwake. Nikamkuta akimalizia kazi zake vizuri. Nilikaa pale nikamsaidia kazi 2-3 mpaka akawa amefunga ofisi. Baba, mwanangu. Nataka nikutoe leo. Naona umezubaa tu. Tutoke out kidogo. Kweli mwanangu? Basi bwana. Tuko tumepanda kwenye V8 yangu ambao leo niliendesha mwenyewe, sikuhitaji hata dereva. Kwa tulitoka na baba yangu kwenda katika hoteli moja ya kifahari iliyokuwa kando ufukwe. Tukaagiza chakula na kisha tukaanza kula taratibu. Na hapo story 2-3 zikiendelea. Oh, I love this place. Unajua kipindi nilikuwa na ndoto sana za kufika mahali kama hapa, kutulia na kula bata. Lakini ndio hivyo, sikufanikiwa. Asi Mungu akunyime vyote, na hatimaye leo binti yangu umekamilisha ndoto yangu ambayo nilikuwa nikiota sana kwa muda mrefu. Leo hii kila nilichokiota kwenye maisha yangu umenifanyia kweli. Natamani mama yako angekuwepo ayaone haya. Ase, Mungu akubariki sana mwanangu. Baba alizungumza maneno yalionifanya mimi nitokwe na machozi. Kawaida bwana na wewe, nilimwambia baba, na huko nikijifuta machozi. Na hapo roho ya upambanaji ikazidi kabisa kuniingia. Nilijiambia ni lazima nife nikiwa na mali nyingi sana. Nilitaka kumpatia baba yangu kila alichokuwa nakitaka kwa wakati. Nilipanga hivyo. Mzee Joseph, habari yako? Naona umetulia na mtoto mkali hapa, mnapunga upepo. Ilikuwa ni sauti ya kijana mmoja mtanashati aliyekuwa akisalimiana na baba yangu. Oh, si unajua tena bwana, ng'ombe azeeki maini. Damu bado inachemka wewe, baba alimjibu. Basi wote tuko tumejikuta tukicheka. Actually, huyu ni binti yangu anaitwa Doris. Doris, huyo ni Mark. Ni rubani, lakini pia ni mteja wangu sana wa baskeli. Yeah. Baba alisema hivyo akitutambulisha. Oh, mwanao mrembo sana Doris. Mimi ni Mark kama baba yako ulivyosema bwana. Nafurahi kukufahamu na kufahamiana na wewe. Yule kaka aliniambia kinipatia mkono. Nilipokea mkono wake na usoni nimeachia tabasamu. Baadaye tulimkaribisha katika meza yetu, tukala pamoja na kuzungumza mambo mbalimbali. Mpaka akawa ameondoka, niliweza kujuana naye sana Mark, ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa sana baba yangu. Kwa hiyo niko nimebadilishana namba na Mark, tuko tumerudi nyumbani nikiwa na baba yangu. Umemwona huyo kijana? Ni gentleman kweli kweli. Nikiwaangalia naona kama mnaendana hivi. Akiwa mke wangu nitakuwa na furaha sana mwanangu. Bonge moja la gentleman. Muone. Kumbe unaona kama tunaendana. Kwa maana hiyo hatuendani sasa baba, si ndio? Nilimwambia baba. Wakati huo macho nimeelekeza kabisa barabarani. Siku iliyofuata tena niliwahi kazini. Nilipofika tu kwenye mlango wa ofisi yangu, mara ghafla Kennedy alinifuata. Nadhani alikuwa amenisubiria sana kwa muda mrefu. Kennedy, please, you better stay away from me. Sitaki kuongea na wewe chochote asubuhi, nilimwambia, na huku nikifungua kabisa mlango na kuingia ofisini. Doris, wait, subiria mara moja, Kennedy alisema na kuingia ofisini kwangu.
na kisha ametoa simu yake na kufungua video moja kama nipatie simu yake nipate kuitazama ile video. Niliangalia ile video kwa sekunde 10 tu, nikajikuta miguu inanisha nguvu. Nikaiachia ile simu na kuona maluelue na sijui au sikufahamu tena kilichokuwa kikiendelea pale. Ile video nilijikuta nimeamka nikiwa ndani ya wodi ya wagonjwa. Pembeni yangu baba alikaa akionekana kuwa na mawazo sana. Nikamuuliza baba, nini ambacho kimenikuta? Nimefikaje hapa hospitali? Nilimuuliza baba. Kauli iliyomtoa katika wimbi kubwa sana la mawazo. Kwa hiyo kwa haraka kama nikumbatia. Acha tu mwanangu, pumzika kwanza. Furaha yangu ni kwamba umerejewa na fahamu. Baba aliniambia na kunitaka nipumzike. Akachukua simu yake na kisha kumpigia daktari aliyekuja na kunifanyia vipimo. Ninaweza kumletea chakula kwa sasa hivi, si ndio? Baba alisema, na aliporuhusiwa alitoka na kutoacha mimi na yule daktari. Ni wiki moja imepita tangu upoteze fahamu baada ya kupata mshtuko. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kuona umerejewa na fahamu, aliniambia daktari. Na ndipo niko nimevuta kumbukumbu zangu vizuri. Machozi alianza kunitiririka kila nilipokumbuka nilichokiona katika simu ya Kennedy. Nilikaa hospitali siku 2-3 na kisha niko nimeruhusiwa. Kwa hiyo moja kwa moja nilimpigia simu Kennedy na kuomba nikutane naye. Doris, I'm sorry kwa kilichotokea, lakini ndio uhalisia bora ufahamu tujue jinsi ya kukabiliana na tatizo kuliko mambo yaje kuharibika kwa hapo baadaye, sio vizuri. Lazima nimpeleke huyo mwanamke mahakamani. Haiwezekani nifanyie ukatili wa namna kama huu, nilimwambia Kennedy na huku nikilia. No. Hautakiwi kufanya hivyo, kwani utaweza kuharibu hata uhusiano wako na mumewe. Kwa hiyo cha kufanya hapo ni kumfuata mumewe direct, maana naona una mazoea naye. Kiasi. Mfuate umueleze, anaweza kukusaidia bwana. Kennedy alinipa ushauri ambao niliwaza sana. Niligundua kwamba ulikuwa ni sahihi. Siku 2-3 baadaye nilikuwa chumbani na Mr. Thompson. Baada ya kukubaliwa ombi la kukutana naye, nilimpatia mechi ya kwanza tamu kweli. Tulipomaliza mechi, ndipo niko nimechukua simu yangu nikamwonyesha video iliyonionyesha nikishiriki tendo la ndoa na wanaume 3, nikiwa miongoni mwa wale wadada 2 wa kizungu waliokuwa ndani ya nyumba ya Dr. Messi. Mzee alitazama sana kwa muda na kisha kama nigeukia, aliniambia, unawajua hao watu? Nilimjibu siwafahamu. Na ndipo akaanza kunieleza kwamba watu wale wanafanya kazi katika kampuni ya kuzalisha video chafu inayomilikiwa na mke wake ambaye huuza hizo video katika makasino na mitandao mbalimbali nchini Marekani. Asa amefanya kosa kubwa sana kukuzalilisha, na hapa nadhani haukuwa soba katika akili yako ya kawaida. Kuna madawa alikupatia. Kwa hiyo huyo mwanamke mambo mengine anafanya pasipo hata kufikiria. Sasa imagine hapo ukienda kumshtaki, si atafia jela huyo? Hapo kuna makosa 3. La kwanza ni kukulazimisha kushiriki tendo hili, ni sawa na kuingiliwa kwa nguvu. Kosa la pili ni kukuwekea madawa, hapa itabidi ataje alipotoa madawa hayo. Na kosa la 3 ni kutengeneza video chafu. Kwa hiyo sio rahisi kuepuka makosa haya yote. Nimemwambia mara nyingi sana, lakini naona hajifunze huyu mwanamke. Mzee wa kizungu alizungumza hayo. Sasa ndio imeshatokea, mimi nitafanyaje? Na mbaya zaidi, hii video nimepewa na mtu tofauti na yeye, kumaanisha kwamba kuna uwezekano zimeshaanza kusambaa. Nilimwambia yule mzee wa kizungu, na ndipo alipochukua simu yake na kumpigia mkewe. Halo, nataka uongee nao haraka sana wazuie hizo video.
nadhani ID yake mnayo, hivyo naweza kuzuia zisisambae, na nataka zifutwe katika kumbukumbu zote za kwenu nyinyi. Bwana Thomas aliongea na kisha amekata simu, akanivuta kifuani kwake. Nadhani uona nifaa sana, maana una akili sana. Huyu mwanamke wangu anafanya mambo ya kukurupuka sana. Unafahamu kwamba video zikivuja zitaharibu kila kitu? Na huyu aliyekuonyesha lazima ni muonye, maana hili ni tatizo kubwa mno, alisema Mr. Thompson, na kuchukua simu yake kwa amempigia Kennedy na kumwonya afute hizo video katika simu yake. Ikivuja yatakayotokea atakupo ni ya juu yake. Kwa hiyo muda mchache baadaye Kennedy akawa ametuma ile video ya screenshot ikimwonyesha kwamba alifuta ile video katika simu yake. Hapo kidogo roho yangu ikaanza kutulia. Sasa ile video ilizuiwa ID zake na kufutwa katika mitandao yote ya kampuni iliyokuwa kabisa kimiliki yule mwanamama, kwa maana ya kuharibiwa kabisa. Baada ya hapo, Bwana Thompson alinikutanisha na mke wake na kutaka niombe radhi kwa kitendo alichonifanyia. Inanishangaza sana kuona unanikazania sana na mambo yanayomhusu huyo binti. Ni kitu gani ambacho kinaendelea nyuma ya pazia? Sisi hatufahamu. Mkeo aliuliza. Ulichokuwa haufahamu mke wangu ni kitu gani? Ni kwamba huyu binti ni partner wangu kwenye biashara. Kuna project tumeifungua, tunatengeneza mall itakayokuwa inauza nafaka za mazao ya vyakula. Si unanielewa eh? Kwa hiyo ni vyakula pekee, hakuna kingine, alisema Bwana Thompson wakati huo akibonyeza remote katika TV. TV iliyokuwa imefungwa ukutani. Zikaonekana picha za maendeleo ya ujenzi wa lile jengo la duka letu. Kwa hiyo mume wangu, umeanza kufanya mambo chini chini bila hata kunishirikisha, si ndio? Na hii inazidi kunipatia wasiwasi mkubwa sana juu ya kitu kinachoendelea kati yako wewe na huyu mwanamke. Kabisa. Mke wangu, hebu achana na hayo mambo unayowaza. Ili kufanikiwa katika biashara tunahitaji watu wenye mawazo ya hawa watu. Mifano mizuri kama hawa. Hii ni share tunafanya. Napata 60%, yeye anapata 40 tu. Kuna ubaya gani hapo? Eti kuna ubaya gani? Basi mkewe kiupole hakuwa na budi ya kuniomba msamaha. Yote yakawa yameisha. Nilimshukuru Bwana Thompson na kurudi zangu nyumbani. Lakini nilipofika getini, nilishtuka kukuta geti liko wazi. Nilipiga honi lakini mlinzi hakuonekana wala kusogea pale. Basi nikaingiza gari ndani nikashuka. Nilipoangalia kwenye chumba cha mlinzi nikaona michirizi ya damu. Nilishtuka sana, nikaanza kufuatilia michirizi hiyo ilipokuwa inaelekea hadi nyuma hivi, nyuma ya nyumba. Katika mazingira ya ukoka, nikaona nimemwona mlinzi amelala chali. Nikiwa nimepaniki sana nilimfuata pale nikamgusa. Na huko nikimuita kwa nguvu sana, hakutikisika. Alikuwa baridi na alitulia tuli. Nilipomwangalia vizuri eneo la kifuani, kulikuwa kuna jeraha kubwa sana. Na hilo jeraha lilionyesha wazi ni la risasi. Ilikuwa imepita pale. Nilishtuka sana na kengele hatari ikiwa imegonga kichwani kwangu, nikajua kwamba mpaka sasa hivi hapa kwa salama tena. Niliita baba. Nilijikuta nikitaja jina hilo na kutoka nduki nikikimbia ndani. Nilihisi moja kwa moja kuna kitu ambacho kidogo kinaendelea. Huenda baba alipatwa na kitu kibaya. Kwa hiyo nikawa nimeingia ndani kama chizi. Na huko nikiita kwa nguvu sana, lakini cha ajabu hakukuwa na mwitikio. Nilizunguka sebuleni na nyumba nzima nikiita kama chizi. Machozi yalianza kunitiririka. Na kila nilipowaza kitu kibaya huenda kimemkuta baba yangu, nilishwa nguvu kabisa. Sasa nilipofika chooni nilikuja kushtuka baada ya kuona michirizi ya damu iliyokuwa ikitokea chini ya mlango. Na huko nikitetemeka nilifungua mlango wa choo. Nikajikuta nikikaa chini pasipo kupenda, manake mwili wa baba yangu ulilala kando ya sinki la choo ukiwa umechomekwa kisu katika koo. Sikuwahi kulia kama siku ile. Nilipiga ukelele wa nguvu sana mpaka majirani wakawa wamefika pale nyumbani. Kila mmoja alitishwa na mauaji yale ya kutisha.
Nililia sana, sikuweza hata kutoa maelezo zaidi ya kuacha watu watengeneze story wenyewe. Simu ilipigwa polisi. Walifika kuchukua mili. Wakanichukua pamoja na mimi. Mwili wa baba yangu ulikutwa umechomekwa na visu viwili tofauti. Kila nilipowaza taswira, kichwa kiliniuma sana kwa maumivu makali na mazito. Sifahamu chochote kuhusu mauaji haya zaidi ya kufika nyumbani na kukuta mili. Naomba mniruhusu mimi niuzike mwili wa baba yangu, mengine atajulikana tu baadaye, niliwajibu polisi waliokuwa wakinihoji maswali mengi sana. Kwa siku 2 mfululizo sikuweza kupata usingizi. Kila nilipokuwa nakumbuka kifo cha baba yangu, akili ilishindwa kabisa kukubaliana na ukweli. Wafanyakazi wenzangu walifika pale nyumbani kunipatia pole, akiwemo Bwana Thompson aliniahidi atashirikiana na mimi moja kwa moja kuhakikisha waliofanya mauaji wanakamatwa. Baada ya mwili na eneo la tukio kabisa kuchunguzwa, polisi walidai kwamba mauaji yalifanywa na watu wawili tofauti na kukuwa na mabaki ya alama zao za vidole ambazo labda zingeweza kusaidia kupatikana kwao. Maki yule rafiki wa baba yangu alifika nyumbani na kunipatia pole. Alikuwa amefuatana na Kelvin ambaye alikuwa ni mchumba wangu wa zamani. Walinipatia pole na kushinda pale siku nzima wakinifariji. Na siku iliyofuata mazishi ya baba yangu ilifanyika, yakihudhuriwa na watu wachache tu, wafanyakazi na baadhi ya marafiki zangu na rafiki wa baba. Tangu nazaliwa sikuwahi kuwajua ndugu wengine wa baba yangu. Kwa hiyo kampuni ilinipatia wiki 2 za kupumzika, ambapo Bwana Thompson alifika nyumbani kwangu kwa usiri sana. Alileta picha alizokuwa amemwagiza mtu apige tangu kuanza hadi kukamilika kwa shughuli za maombolezo. Aliniambia kwamba yeye aliwahi kufanya kazi katika shirika la upelelezi la Marekani kabla ya kuingia katika jeshi la anga la Marekani. Kwa hiyo zilikuwa ni picha nyingi sana kiukweli, hadi mwenyewe nilishangaa sana, karibia 1000. Basi Bwana Thompson aliweka zile picha mezani, tukaanza kupitia picha moja baada nyingine. Akaniambia nikiona kitu chochote ambacho si cha kawaida basi nipate kumjuza. Nikamwambia sawa. Picha zilikuwa ni nyingi sana kwa kweli. Tulizipitia taratibu mbalimbali za tangu wakati napewa pole na wafanyakazi mbalimbali kutoka katika kampuni yetu, majirani na marafiki mbalimbali. Embo eti kidogo, hii picha hapa, unajua huyu ni ex wangu. Nimeachana naye kama mwezi mmoja tu uliopita. Na huyu kaka mwingine nakumbuka siku moja nilikutana naye kwenye hoteli fulani nikiwa na babangu. Akajitambulisha kama rafiki na mteja wa babangu, na huwa akijitambulisha kuwa anafanya kazi ya urubani. Sasa kinachonipa mashaka ni juu ya watu hawa kufahamiana. Sifahamu kama wanafahamiana, lakini sidhani kama wanaweza kuwa na ukaribu kama unavyoonekana hapa katika hii picha. Nilimwambia Bwana Thompson. Alianza kuchagua picha walizoonekana Maki na Kelvin tangu siku alikuja nyumbani mara ya kwanza kunipatia pole mpaka siku ya mazishi. Walionekana kuwa ni watu wenye ukaribu sana. Hata siku ya msiba waliingia pamoja, kakaa pamoja, na muda wa kuondoka waliondoka pamoja. Hapa kuna kitu hapa. Ni nani mwingine ambaye unahisi anaweza kuhusika? Bwana Thompson aliniuliza tena. Samani, lakini nilikuwa na mwisi mkeo, lakini baada ya kuunganisha matukio nikaona sie, nilimjibu. Basi tukaendelea kukagua picha nyingine zote, ambapo sikuona kitu kingine kisichokuwa cha kawaida. Hebu nipe siku 2-3 nitakuletea hawa watuhumiwa na ushahidi kamili ukiwa umekamilika. Kwa hiyo wewe ukiamua kuwafunga utawafunga, ukiamua kuachia huru juu yako tu wewe. Sawa wewe, kwa hiyo unipatie siku 2-3 tu. Bwana Thompson aliniambia, akawasha gari na kisha kuondoka. Siku 2 baadaye, nikiwa nimekaa chini ya mti, kivuli kizuri, napata upepo wa bustani ya pale nyumbani kwangu nje ya geti, ilisikika honi ya gari. Nilitoka na kwenda kufungua mlango, ilikuwepo Land Cruiser VX. Bwana Thompson alinisalimia baada ya kushusha kioo cha gari.
Nilipokea salamu yake na kwenda kufunga geti. Alishuka na kisha akazunguka upande wa nyuma na kwenda kufungua buti yake. Nilishtuka sana baada ya kuwaona Maki pamoja na Kelvin wakiwa mule ndani wakiwa wamefungwa miili yao iliyokuwa na majeraha makubwa sana ya vipigo yaliyokuwa mabichi kweli. Walikuwa wamepoteza fahamu, hawaelewi kilichokuwa kabisa kinaendelea kwenye maisha yao muda huo. Kuna nini tena, mbona kama hawa umewapiga kiasi hichi? Nilimuuliza nikiwa na hofu fulani hivi. Nimekuletea watuhumiwa wako. Hawa ndio waliohusika na kila kitu. Bwana Thompson aliniambia maneno aliyonifanya mimi nimwagike na machozi. Wakati huo akiwatoa mule katika gari na kuwaingiza katika chumba cha store. Sikujua alijuaje, lakini mzee aliwaingiza mule kwa uzuri kabisa katika kile chumba kilichokuwa kitupu. Alichukua vitu fulani hivi, akawafungua, akawakalisha katika viti na kuwafunga kabisa nyuma mikono yao kwa pingu, mikono pamoja na miguu. Lakini miguuni pia akazidisha kufunga na nyaya katika kile kiti. Midomoni mwao walifungwa bandage ngumu kweli. Akawa ameniambiaje, twende, wakiamka utajua kila kitu. Hao watu hawakuwahi kuwa jinsi unavyofahamu au ulivyofahamu. Huyu sijui ex wako na huyo mwenzake, kwanza hawa ni ndugu. Na hawakuwahi kabisa kuwa daktari, yani sio daktari. Na wala sijui eti rubani, hapana, chochote, hamna cha rubani. Walikuwa ni wanajeshi waliotoroka baada ya kufuatilia na kugundua kwamba aliyesababisha kifo cha baba yao aliyefariki miaka 23 iliyopita. Kwa hiyo wakawa wamejiapiza kwamba watalipiza kisasi kwa kumwangamiza mtu huyo na familia yake yote. Sijui unapata kunielewa eh? Kwa hiyo aliyesababisha mauaji ya mzazi wao ni baba yako, aliyekuwa mwanajeshi pia, lakini aliyewekwa pale kama mpelelezi kutoka katika kitengo cha usalama wa taifa cha hapa Tanzania. Kwa hiyo baba yao alikuwa na cheo kikubwa katika jeshi, na ilifika wakati kiongozi mkubwa wa nchi, kwa maana rais, alihisi anaweza kusababisha mapinduzi, kwani alikuwa na nguvu sana za ushawishi mkubwa wa kisiasa na hata kijeshi. Hivyo basi rais kwa kutumia kitengo cha usalama akatengeneza namna ya kumwondoa huyo mkuu wa jeshi, na ndipo baba yako aliyekuwa mmoja kati ya maofisa bora zaidi katika kitengo akatumwa akafanikisha mpango huo. Kwa hiyo akatengenezewa utambulisho feki ukimwonyesha kuingia jeshini kama kuruta, aliyefanya mafunzo yake yote na kuhitimu akiwa kama mmoja wa watu bora zaidi. Kwa hiyo hivyo basi akapewa cheo cha juu kweli. Jambo hili likazidi kumweka karibu kabisa na mkuu wa majeshi, ambaye mpaka wakati huo aliendelea na harakati zake za kutaka kuleta mapinduzi. Kwa hiyo tarehe 19 mwezi Juni mwaka 1998 mkuu huyo wa majeshi aliuawa kwa mlipuko wa bomu la kemikali uliotokea katika makazi yake, na ikasemekana kuwa baba yako ambaye naye alikuwa nyumbani kwa mkuu wa majeshi huyo kwa siku hiyo, naye alifariki katika hilo tukio. Kwa hiyo vijana hawa, taarifa za kifo cha baba yao walihisi kwamba ni mauaji ya kupangwa. Walizipata taarifa kutoka kwa mwanajeshi mstaafu aliyekuwa ni mtu wa karibu sana na baba yao, ambaye pia walikuwa pamoja katika huo mpango wa kupindua nchi. Sijui unaelewa eh? Kwa hiyo mambo ndivyo alivyokuwa. Kwa hiyo vijana baada ya kutuliza akili na kuanza kufuatilia database jinsi ilivyo ya jeshi kuanzia miaka 80, waliweza kumfahamu baba yako. Wakamfuatilia na kuweza kugundua alikuwa akiishi maisha ya kawaida, akiwa amebadilisha utambulisho wake, akiishi maisha mengine kabisa kama ilivyopangwa baada ya yeye kukamilisha kazi aliyopangiwa. Kwa hiyo vijana waliapa kuitoa roho yake baba yako na yoyote aliye karibu naye, yani aliye karibu na baba yako watamaliza. Na ndipo walipoanzisha ukaribu na nyinyi
Sasa huyo mmoja akawa mwanaume wako na mwingine akawa rafiki wa baba yako. Kwa hiyo hata jina uliloishi kumfahamu baba yako sio jina lake halisi. Baba yako anaitwa Hafidhi Juma Idi na ni mzaliwa wa huko Unguja, Zanzibar. Najua yanaumiza sana, lakini ndio uhalisia. Kwa hiyo hizi ni picha nilizokuta katika vifaa vya hawa vijana zikimwonyesha baba yako tangu ujana wake akiwa usalama, yaani akiwa usalama wa taifa, na kisha kwa amejiunga na jeshi. Kwa hiyo nimeona nikufikishie haya kama mtu wangu wa karibu, uamue mwenyewe utawafanyaje wauaji kwa sasa hivi. Na hizi wameshazinduka muda huu, maana dawa nilizokuwa nimewachoma zitakuwa tayari zimekusha kupoteza nguvu. Aliniambia Bwana Thompson, maneno aliyoniacha nimechoka kabisa, kama nilikuwa nimesafiri jangwani siku 40 bila kula chochote wala kunywa. Nilishavurugwa akili yangu. Nilinyanyuka, nilifika kabatini. Nilichukua kisu ambacho mara nyingi baba alikuwa anapenda sana kukitumia. Niko nimetoka mbio mbio na kusukuma mlango wa store. Kwa nguvu kweli niko nimewakuta. Na waua mashetani nyie, mmeniulia baba yangu, nilisema. Wakati huo Maki pamoja na Kelvin ndio waliokuwa wameamka. Walishtuka na kutaharuki wakitaka kabisa kujitoa pale, lakini haikuwezekana. Ndiyo, tumemua baba yako kwa kuwa yeye naye ni muuaji. Kelvin aliniambia hivyo na huku akinicheka kweli, kicheko ambacho kilikuwa ni cha huzuni pia. Na huyu ndo alikuwa mwanaume wangu jamani. Kwa nilimfuata, nilimchoma kisu cha tumbo kwa hasira, na huko nikiwa nalia sana baada ya kuniulia babangu. Na wewe muda sio mrefu utakuwa marehemu. Kansa itaanza kukutafuna kizazi chako. Kelvin aliendelea kuniambia baada tu ya kumdumbukiza kisu cha tumbo. Alizungumza maneno hayo: Madam, hakuna haja ya kuchelewesha. Njoo nichome na mimi tu. Tunatangulia huko tukamuue tena baba yako kwa mara nyingine. Tutamchoma visu shingoni na sehemu zote za mwili mwake. Na wote tufuata, tutakutoa kizazi kabisa. Martin aliniambia na huku naye mwenye akicheka tu, kwa pumzi akipandisha na kuzishusha. Kauli hizo eza nikasema kwamba zilikuwa zimeniuzi sana. Nilimshindilia Kelvin zaidi ya kile kisu na kukizungusha mpaka akawa ametema damu. Na kisha niko nimemfuata huyo ndugu yake Maki, na kisha nikamdunga kisu cha shingo kama alichosema amemfanyia baba yangu, kwamba alimchoma kisu cha shingo, na mimi nikamfanyia vivyo hivyo. Inatosha Doris, waache hawa hawezi kupona. Kama walivyokuambia, walikuwekea kemikali inayosababisha kansa katika mwili wako. Msikilizaji, hapo ndipo nilipokumbuka mafuta fulani hivi ambayo Kelvin alikuwa akiyapenda sana kujipaka katika mtarimbo wake wakati tukihitaji kushiriki tendo, na alikuwa akidai kwamba akifanya hivyo alikuwa anaondoa michubuko asipate kuniumiza. Na hapo nikajua kweli nimekufa baada ya kufanya hivyo. Iligeuka, nikachomoa kile kisu shingoni kwa Maki. Nikamfuata Kelvin, nilimdunga visu vingi sana katika koo mpaka koo likachanika. Mwili wangu litapaka damu kila kona. Bwana Thompson aliniondoa kwenye kile chumba na kunipeleka katika gari yake. Akanifungia ndani na kisha amechukua kemikali fulani hivi na kutoka nazo. Akaanza kuzimwagia kila kona ndani katika ile nyumba mpaka nje. Akaingia ndani ya gari na kutoa gari nje, na kisha amemwaga chumvi kwenye ile kemikali, na kisha amekanyaga mafuta kwa mwendo wa haraka. Kwa hiyo pale tulisikia tu mlipuko, na huko nyuma jumba lililipuka kweli. Basi bwana, tulikuwa tumetoka nje. Bwana Thompson aliniambia na kunipeleka kabisa katika hoteli kubwa, akinsisitiza kwamba itabidi tutoke nje ya Tanzania tuelekee nje kwenda kwa ajili ya matibabu. Kwa niko nimeenda kujifanyia usafi vizuri, niko nimemaliza vizuri kujikosha,
nikabadilisha nguo, nikajiandaa vizuri, na kisha tuko tumeelekea katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Akawa amekodi ndege ndogo ya kibinafsi iliyotubeba na kutupeleka Nairobi nchini Kenya, na siku iliyofuata tukaanza safari kuelekea nchini Marekani. Tulifika katika hospitali ya chuo kikuu cha Johns Hopkins. Nikafanywa vipimo, nikagundulika kweli nilikuwa na kansa ya kizazi iliyokuwa imefikia katika hatua ya pili. Kwa hiyo nikawa pale nimeanza kupatiwa huduma, na ni mwaka mmoja sasa umepita, bado nipo hospitali naendelea kupata matibabu ya kansa ya kizazi, chemotherapy. Nimeisha, mwili wangu umebaki mifupa kweli, nywele zimeninyonyoka kutokana na ukali wa dawa na mionzi. Hivyo basi imenilazimu kunyoa kipara, lakini namshukuru Mungu, kasa yangu inazidi kupungua, na mpaka sasa nimemrudia Mungu na kuungama madhambi yangu yote niliyoyafanya kipindi chote cha nyuma kote nilipopitia. Namshukuru pia Bwana Thompson, kwani ndiye ambaye siku zote alikuwa akilipia gharama zote za matibabu. Lakini baada ya ile mall yetu kufunguliwa, ambapo tulikuwa tunagawana share na Mr. Thompson, kwa hiyo faida inayopatikana pale ndio ambayo inatumika kunitibia mimi. Kwa hiyo nikikumbuka Tanzania nakumbuka matukio mengi sana, lakini haswa namkumbuka baba yangu ambaye nikipona nitarudi kulitembelea kaburi lake, ambalo huwa naishia kuliona tu katika picha nilizokuwa nimetumiwa na Bwana Thompson akiwa Tanzania. Nimefika mwisho. Hapa nilipo nimekamata tu simu naangalia kaburi la babangu. Ulale salama baba, wasalimie huko, tutakutana tena. Natumaini utakuwa umeburudika na kisa hiki kilichoandikwa na mtunzi Barking Martinez. Lakini pia asante kwa kusikiliza na kutenga muda wako wa kusikiliza hii simulizi. Lengo langu ni kutoa burudani na mafunzo kwa wenye kabisa kuhitaji kusikiliza kupitia sauti. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki sana. Msiache kusubscribe hii channel, kulike na kucomment na kushare pia. Asanteni na Mungu awabariki sana. Bye bye.